asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapi sifa na utukufu kwa Mungu wa mwanzilishi. Maana ametuwezesha. Tumeweza kufika hapa siku hii njema. Hakika anastahili sifa na utukufu. Ndio maana tunasema sifa na utukufu ni zako Mungu wa mwanzilishi. Haleluya. Mahali ulipo jivunie uzima ulio nao. Maana saa hii ni mchana, usiku nakuja ambao hutaweza hata kuinua mkono. Mtukuze Mungu wakati unaweza. Haleluya. Amen. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. 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 Sifa utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na 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 utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa zako za kumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ndugu zangu wapendwa, Dear brethren, Mungu ametujalia tena God has enabled us again kuiona siku ya Jumapili to see this Sunday tukiwa sote tu wazima. while being all right. Wengi hawakuiona hii siku. Many never managed to see this day. Wengi wameiona Many have seen them wakiwa katika shida nyingi, in so many troubles, katika matatizo in mengi. so many persecutions. Lakini wewe na mimi, But you and I, Mungu amekujalia, God has enabled us, amekuamsha salama, has made you wake up safely, amekuleta kanisani, has brought you to church. ameondoa kila He kizuizi. has removed all the hindrances. Kwa sababu hiyo, Because of that reason, tusimcheleweshe we mnenaji, should not delay the speaker, kwa kuwa yeye because him tayari amepewa has already been given, na tayari neno hilo linachemuka, and already the word is burning and steaming. linataka wenye kusikiliza. It wants those people want to hear. Sasa badala ya So kumchelewesha, instead of delaying him, naomba tuinamishe vichwa I ask you vyetu, to bow down our heads. tuinamishe vichwa Let's vyetu bow down our heads ili tumpe nafasi so that you mapema may give him an early aweze chance kunena na to sisi. speak to us. Baba, ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa ibada njema ambayo tayari Bwana umeitayarisha kwa ajili yetu Bwana. Ninakushukuru kwa huo ujumbe ambao tayari Bwana umeuweka ndani ya mnenaji mchana wa leo. Baba, ni asante, na ifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sante Bwana Yesu. Sante Bwana Yesu. Kwa hivyo karibu pastor. So welcome, Pastor. Karibu nene nasi. Welcome and speak to us. Maana huu ni wakati wako. Because this is your time. Masaa hayo ni yako. And these are your hours. Mungu ameyatayarisha God has prepared them, akijua knowing
kinywa chako your mouth, atakitumia he will use it kwa ajili yetu leo. because of us today. Karibu pastor. So welcome, Pastor. Karibu sana. Welcome so much. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana Yesu. Shukrani kubwa kwa Mungu wetu wa mwanzilishi, It's great gratitude to our God of the founder, kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kea Mzungu, by the prayers of his servant Emmanuel Kea Mzungu, kwa kutulinda wiki yote tangu Jumapili mpaka Jumapili tena. for securing us the whole week. Tumeokolewa na mambo mengi tu We've been saved from so many things ambayo yangetuzuia tusiwe hapa, that would have stopped us from coming here. lakini Mungu wetu But our God, aliye mwaminifu kwa neno lake, who is so faithful to his word, alisema msiache kukusanyika pamoja, said you should not forsake assembling together, mmoja asije akafanywa mzito na shetani. lest one is hunted away by the devil. Ndio maana ametukinga na kila kizuizi That's why he has secured us from all the hindrances. kwa maombi ya mtumishi wake. By the prayers of his servant, Tumelindwa, we've been secured. tumeepushwa na kila We have been kizuizi, made to escape from all the obstacles. tumeletwa pamoja We've been brought together ili yeye so that him akazungumze may nasi talk to us kama apewavyo mtumishi wa Mungu. as he gives to the servant of God. Haleluya! Hallelujah. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru So Mungu, it's something to be grateful to Mungu God, wetu, our God, kwa usalama huo na ulinzi. for that safety and security. Si kawaida, It's not ordinary. ni jambo la kumshukuru Mungu. Something Jamani, to be grateful to God. wiki Here. nzima The whole week, watoto waende shule the wakirudi, children go to school and come back. umesafiri hapa na pale We've ukiwa been salama, traveling to various places safely. tumeepushwa na mengi. We've been made to escape from so many things. Paswa kumshukuru Mungu. So we ought to thank God. Haleluya! Hallelujah. Shukrani ni jambo Gratitude, la maana sana. something so vital indeed. Shukuru Mungu kwa kila kidogo unachokiona uko maishani mwako. You should thank God for that little thing you see in your life. Hata umeinua mkono hivi unasema You're asante. unable to raise or lift your hand, you say thank you, God. Mwingine amejaribu ameshindwa, One has tried but is not able, lakini wewe umewezeshwa. but you have been Ni kwa enabled. neema yake Mungu wetu. It is by the grace of our Maana yeye God, anatuwazia mema. because He's thinking well of us. Anatuwazia He's mema. thinking well of us. Anatuwazia He's mema. thinking well of us. Mungu wetu anatuwazia Our mema. God is thinking well of us, Tuwe na tumaini siku za mwisho. so that we may have hope in the end days. Haleluya. Kwa Hallelujah. hivyo naamini una furaha So kubwa we live, you have great gratitude moyoni mwako in your heart, kuletwa mbele za Mungu. being brought before God. Mungu wa missionary huyu God of missionary, aliye ndani ya mtumishi wake who is inside his servant, ametupa nafasi hii ya has given kukumbushana. us this chance to Na remind each mtumishi other. wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu, And the servant of God, Emmanuel Kea Mzungu, furaha nyingi aliyo nayo na amani nyingi aliyo the nayo great joy and the great peace he has, kwako wewe na mimi, you and I, kudhihirisha una imani proving that you have faith kwake na kwa Mungu wa in mwanzilishi. him and in the God of the Watu founder. wameacha kazi zako, wamekuja pamoja You hapa. have forsaken all your cares and come here. Mimi husema ninyi ni watu wa maana sana, I normally say you are very special people, tena watu wenye kupenda Mungu. and again, people who love God. Saa hii ni saa nzuri sana ya starehe This is a kubwa. very good hour for pleasures. Kuna public beach kule Bamburi There's a kule. public beach in Bamburi. Saa hii watu wamejazana huko na famili zao, Around now, people are congested there. wanaogelea They are swimming na kula ice cream and eating, taking ice cream na barafu, and all the ice. vitu vingi, So many things. kustarehesha familia, kustarehesha familia. Pleasures with the family. Maana wiki nzima imekuwa wiki ya shughuli nyingi, Because they have been so busy the whole week. lakini mumeacha starehe zote But you hizo, forsaken all those pleasures umekuja kuketi and come to sit kusikiliza la Mungu. to listen to the word of God. Mungu wa mwanzilishi God of the founder, awabariki sana. bless you so much. Awabariki sana kwa May heshima He hiyo bless you so much for that honor na upendo huo mlio and that nao, love you have. na kwa furaha nyingi mtumishi wa Mungu alionayo And because of the great joy that the servant of God has, amewasalimia kwa He has jina greeted kuu la you Bwana in the Yesu. mighty name Kwa of jina kuu la Bwana Jesus. In the Yesu. mighty name of Jesus. Salamu nyingi sana, So much greetings. salamu nyingi sana, So much greetings. tena And sana. again much. Haleluya, Hallelujah. amen. Amen. Asanteni kwa kupokea salamu zake. Thank you Baba. for receiving the greetings. Usiwe hapa ukakata tamaa, You should not be here giving up or despairing ukawaza ukasema labda Mungu mimi and think maybe God, ni mdhambi sana, I'm so sinful. ndio maana shida yangu hii haijaondoka. That's why my problem is not departing.
Hapana. No. Biblia inasema The Bible says Mungu hana upendeleo. God is not a respect of person. Mungu hana upendeleo. God is not a respect of person. Mungu hana upendeleo. God is not a respect of person. Alikuumba kwa ajili ya He mema. created you because of the good things. Aliniumba kwa ajili ya He mema. created me too because of good things. Kile hujapata, Whatever you know of God, Mungu God. mawazo yake ni upate. His thought is for you to get. Haleluya. Hallelujah. Pale hujatakasika, We have not been mawazo ya sanctified. Mungu ni utakasike. The thoughts of God are for you to be cleansed, Ufikie utimilifu wa utakaso wa kumuona yeye. for you to reach the fulfillment of the sanctification to see Sasa Him. kinachofanya kazi And again, what works ni ile imani yako is your faith na ile hofu yako kwa Mungu. and your fear in God. Ndio Petro akafumbua kinywa That's why Peter opened up his mouth alipoona mtu ambaye hastahili amestahili. when he saw someone that was not righteous to be righteous. Petro akasema kweli Peter said, truly, Mungu hana upendeleo, God is not a respect of person, bali kila mtu amchaye yeye but whoever fears Him hakika hukubalika. truly is accepted. Si kwa ujuzi wako, Not because of your knowledge. tarudia tena, si kwa ujuzi I wako repeat again, it's not because of your knowledge, wala kwa uzamani or wako maybe because you're old age here, wala kwa uzee wako wa kanisa maybe because of you being a church wala kwa elder, upasta or wako. maybe because you're a preacher. Imani yako, Your faith, imani yako, your faith, imani yako your faith kwa Bwana in Yesu the Lord Jesus kwamba yuko hai, that is alive. alitoka He kaburini. rose from the grave. Hakika yako Your certainty na imani yako, and your faith, Mungu atafanya kazi. God will work with you. Haleluya. Hallelujah. Kwa sababu wewe una miaka mingi, Not because you are so old, kwa sababu wewe ulizaliwa kokokani, not because you are born in kwa sababu salvation, ulibatizwa maji mengi. not because you are baptized in deep sea. Hakika yako Your certainty kwamba Yesu yu hai that Jesus is alive na anaweza, and is able na mwenendo wako with your manner of life mbele za Mungu. before God. Haleluya. Hallelujah. Hakika yako Your certainty kwamba Yesu yu hai that Jesus is alive na kwamba yeye anaweza, and is able, na mwenendo wako and your manner of life mbele za huyo Mungu. before God. Bwana atafanya kazi. The Lord will work. Haleluya. Hallelujah. Tusomee huyo Petro. Read for us the book of- Matendo 10:34. The book of Acts 10. Usikae hapo 14. ukakata tamaa. You should not be here despairing. Sijui mimi nilikosa nini. I don't know what I went, where Maana I went watu wrong. wanafunguka, mimi sifunguki. Why are people set free? I'm not set free. Wewe tulia humu humu, You just be settled here. kwa sababu Mungu wetu Because our God hana upendeleo. is no respect of person. Anasema hivyo He says that way kwa kinywa cha mtumishi Petro. through his servant Maana Petro Peter. alishangaa, Because Peter was so much ikiwa astonished. mtu huyu Kornelio huyu This man ambaye Cornelius ametoka kwa taifa lisilotambulikana, that comes from a nation that is not leo recognized. amepata haki, Today he has got the right. hata amehesabiwa haki. In fact, he has been esteemed Basi righteous. Mungu hana upendeleo. Then God is not a respect of person. Maana taifa la kina Kornelio Because the nation where Cornelius came ilikuwa from, hata watu watakatifu hawafai kwenda huko kuhubiri huko. holy people could not even go there and preach. Sijui walikuwa wana dhambi gani. I don't know which sin they had. Haleluya. Hallelujah. Maana Petro alipoambiwa kuna mtu ameona maono, Because when Peter was told there's someone who has seen the ende vision, ukamhubirie, go and preach to him. alisema sisi huko hakuendeki huko. He said we can't access that land. Taifa hilo That nation, hakuna naye kanyaga hiko. there's none is Huko. able to step there. Akaambiwa usiite kilichotakaswa na Mungu kuwa He najisi. said, don't term whatever has been sanctified by Huyo God to be mtu ameona defiled. maono. That man has seen the vision. Tena ni mcha Mungu. And again, he fears God. Enda, Go, maana ametumwa na Mungu. because he has been sent by Ndio God. maana ametuma watumishi waje wakuite. That's why he has sent the servants to come and call you. Petro kwa sababu ni mtu anahofu Mungu, Peter, because he's someone who fears God, katika safari kwenda, he took his way and went there. alipoenda kwa Kornelio When he went to Cornelius akamkuta si kama wale wengine, and found him not to be like other Anapenda people, Mungu. he loves God, anaogopa he Mungu. fears God. Haleluya. Hallelujah. Amejua machache ya Mungu, He has known little about God. He ameyashika, has held them, kuwapa watu sadaka na giving kumwomba people Mungu alms kila and praying to siku. God every day. Ni maskini kweli, He's so poor truly. ni taifa nyonge kweli, He's a very weak nation, lakini anamlilia Mungu. he's crying to God.
Na ile kweli ameijua ile. And he has known the truth Kwamba Mungu anasema penda ndugu. that God says you should love brother. Samehe. Forgive. Anashika hilo. He upholds that. Anashika hilo. He upholds to that. Akalifanya hilo. He did exactly that. Sisi tumejua mengi jamani. We've known so many things, Tangu dear. tuokolewe kwa Mungu huyo. Since the time we were saved in this God. Mafundisho mengi. So many teachings. Mengi. So many. Mengi. Plenty. Ya kumfanya Mungu afanye kazi maishani To mwako na make maishani. God to work in your life and my life too. Lakini ule uaminifu ule. But the faithfulness. Ule uaminifu The ule. faithfulness. Ule uaminifu The ule. faithfulness. Wa kudumu kwa hayo. To be permanent in that. Unayaacha haraka. You're forsaking them Lakini so early. Cornelio But Cornelius, alipojua ya kwamba when he knew that kweli ya Mungu the truth of God kuwapa watu is sadaka to give people alms na kumuomba Mungu. and praying to God, Alishika hayo. he held that. Alishika He hayo. held that. Ni mchana anaomba. Whether it's daytime he prays, Jioni in anaomba. the evening he prays. Angoji ile jioni waenda kulala ndio anapiga magoti. At least when people go to sleep in the Mchana evening they akipata pray. nafasi anapiga magoti In anaomba. the afternoon he gets a chance, he kneels down and prays. Amejaa sadaka njema kwa watu. He had filled so many alms to people, Vipawa vyema kwa watu wa so Mungu. many gifts to the people of God. Sadaka hizo. Those are sacrifices. Haleluya. Hallelujah. Mungu akasikia kilio chake. God heard his cry. Je, mimi na wewe? You and me today, Mangapi tumefundishwa na mtumishi wa Mungu? how much have we been taught by the servant of God? Tusomee Read for us. Matendo 10:34. Acts 10:34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika anatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is not a respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Haleluya. Hallelujah. Una shida yoyote? You have any problem with you? Muombe Mungu. Pray to God. Alafu ungoje kwa imani. And again you wait in faith. Mungu anasikia kilio cha wanyonge God jamani. hears the prayer of the Maana weak sisi ni watoto wake. because we are his children. Alituitia He mema. called us for good things. Alisema He ombeni said you should pray nanyi mtapata. and you will receive. Bisheni Knock and mtafunguliwa. it shall be opened for you. Tafuteni Seek mtaona. and you shall find. Nani kwenu That's it. Two. aombaye na mwanawe mkate Prays or ask for a bread by his ampe son. Then jiwe? he gives him a stone. Na ni nani kwenu And who is there among you aombaye na mwanawe mpendwa that his beloved child samaki is asking for fish? ampe Then he nyoka? gives him a snake. Mungu anasema, je, mimi baba God yenu says, what about me, your father? utakosaje kuwapa How will I mema? fail to give you good things? Lakini iko wapi anayemlilia But Mungu? where is that one who is crying to God? Haleluya. Hallelujah. Mimi na ishara nimeiona. I've seen a sign. Kuna jambo nimeomba nikaomba. There's something I've been praying for Tangu mwaka jana. right from last year. Mungu fanya mlango. God make a way. Mungu niokoe. God will save me. Mungu niokoe. God save me. Mungu fanya njia. God make a way. Fanya njia. Make a way. Wewe ulisema You say utaweka you'll njia make a way jangwani, in the utaweka desert. meza You'll put a table jangwani. in the desert. Haleluya. Hallelujah. Maskini huyu This poor man aliita Mungu, called God Bwana akasikia kilio chake. and the Lord heard his cry. Wewe maskini, You too is una poor. mbele wala You are nyuma, complete una destitute. tabu nyingi You are so many troubles. na kuomba huombi, I'm asking you to umejaa pray. kunungunika watu. You are filled of murmuring people. Acha kunungunika watu. Don't murmur against people. Muombe Mungu. You should pray to God. Haleluya. Hallelujah. Alisema He ombeni said you should pray. You mtapata, receive. bisheni Knock. It mtafunguliwa, shall be open for you. tafuteni Seek mtaona. and you shall find. Haya utafuti, No, you don't seek. huombi. You don't pray. Haleluya. Hallelujah. Wangoja kanisani, umekuja na mhubiri aombe ni basi. You're waiting in church for preacher to pray for Wewe you. ni mwana wa Mungu. You are the son of God. Mungu anakungoja God is waiting for you. hata nyumbani mwako, Even at your home. hata watembea When you're barabarani. walking on the way, Umwambie Mungu wa you tell mwanzo, him, God of the founder, mimi na haja na kile, I have the desire nifungue that. mlango wa kile, Open the way for mpe that. mume wangu kazi, Give my husband a job. mpe mwanangu kazi Give my ile, son that employment. nifanyie mlango wa mtaji ule, Make a way for me for that capital. alafu mkabidhi And yeye. again, you submit them to him. Usiangalie ndugu yako Don't wait for your brother. wala babako Or don't mdogo look at your uncle. wala shemegi Or yako, maybe your in-law. ukaanza kumunung'unika And tena. start murmuring. Ukasema watu And wengine say, such a people, hata hawajui maendeleo. before they don't know Badala ya progress. kuinua watu wao wanainua Instead watu. of appeasing them, Umeomba you Mungu, pray to God. usiangalie ndugu yako Don't look at your brother. wala babako Or mdogo. maybe your uncle.
Tazame Mungu aliye. Past him, God is above. Tazame Bwana Yesu. Look at him, the Lord Aliyesema Jesus. imekwisha. Who said it's done? Ajuaye haja zako na Who zangu. knows your desires and my desires? Kesho Tomorrow, kwa sababu ununguniki mtu. because you don't murmur against Umemkabidhi anyone, Mungu haja zako. you've dedicated your gifts to God. He will do it. He will do it, and He will do it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Uwe na hakika hiyo. We should be sure with that. Ndio anasema That's hakika what it says. tusomee. Read Mungu for us. hana God, upendeleo. God is not a respect of person. Juzi Jumatano The other day on Wednesday, nikaona hiyo ishara wa I saw that sign. Then I was like, yeah, Mungu yuko. truly God is there. Nikasema ni I basi. said, that is it. Nimepata hakika kwamba Mungu kweli I've got the certainty that ukimwomba when you pray to God, ukiwa nyuma ya mtumishi wake behind the servant of God, hakuna asiloliweza. there's nothing impossible to Anajua him. haja za watu He wake. knows the desires and the needs of his people. Umuombe You pray to him, alafu usahau, and again you forget. lakini uwe na But you hakika should be sure Bwana alisikia, that the Lord heard. alafu ungoje, And again you wait. vitakuja kesho, They'll come tomorrow, ni kesho or kutwa. maybe a day after tomorrow. Anasema He says, popote msalipo na wherever kuomba, you pray and supplicate, aminini mumepata, believe that you receive, navyo vitakuwa and vyenu. they'll be yours. Wengine wanaomba alafu namwekea Mungu mipaka. Some pray and put boundaries for God. Kukicha asubuhi wasema mbona havijawa? When it dawns, you ask yourself, why haven't they happened? Ukishaomba amini kwamba You pray, umepata, believe that you've received, navyo vitakuwa vyako. and they'll be yours. Hallelujah. Hallelujah. Vitakuwa vyako. They'll be yours. Nikaona ishara huu. I saw a sign opening up for me. Kweli Mungu yuko. Truly God is there. Hallelujah. Hallelujah. Nikaona kutimiziwa hiyo haja huwa. I saw that need being fulfilled to me. Nasema kweli Mungu wa mwanzilishi I said, truly God of the founder anajua haja za watu wake. knows the desires and the needs of his people. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee. Read for us. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is not respect of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Hallelujah. Hallelujah. Petro Peter, ana alishangaa because he was ikiwa hata amazed, Kornelio even Cornelius, mtu wa taifa ambalo watu wa Mungu hawatembei one huko, comes from a very wicked lakini land, naye amehesabiwa but he has haki been esteemed righteous ya kupata haja za moyo wake. to get the desires of his heart. Kwa kweli Mungu hana upendeleo. Truly God is not a respect of persons. Usikae humu You should not live here ukafadhaika and maybe wither kwa vile umechelewa kupata haja zako. because you've delayed to get your needs. Mwamini Mungu wa mama Believe mwanzilishi, in God of the founder mwamini mother. Mungu wa Believe missionary in God of aliye missionary ndani ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea who Mzungu. is inside his servant Emmanuel Kea Mzungu. Mwamini yeye. Believe this way. Kuchelewa kupata kitu sio kukosa. Delaying to get something doesn't mean you've missed. Angalia waliopata Look at walifanya those who nini. receive. What did they do? Kama waliomba Mungu na If they kuamini, pray to God and believe, nawe jizoeze kuomba Mungu na practice kuamini. also to pray to God and believe. Walijifunza kusamehe, They practice to nawe forgive. jifunze You should kusamehe. also practice to forgive. Maana Mungu hafanyi kazi. Because God doesn't work. Waomba kweli, You are praying truly, lakini una chuki na mwingine. but you have hatred against Una somebody. uchungu na jirani You have yako. bitterness against your neighbor. Huna amani na jirani You don't yako. have peace with your neighbor. Na jirani wa kwanza And the first neighbor ni is baba na your father mama, and your mother, mkeo au your mumeo. wife or your husband. Hata wataka uzima In namna fact, you gani. have very good life. Lakini mtu mwenye But uchungu, one with bitterness, asiyesamehe, who doesn't forgive, mwenye uhadui, one with enmity, Mungu hafanyi kazi. God doesn't work. Mahali kama hapo kwenye ghadhabu In such an area with wrath na vita and war na uchungu, and bitterness, afanye kazi hapo. whoever works there, Anayefanya kazi pale whoever works in such a ni place shetani. is the devil. Ndio kazi zake zitaonekana pale. That's when his works will be manifested Kufilisika, there. Bankruptcy, Kutoenda mbele. not moving forward. Utaona kile utapo mkono, Mungu hakai You hapo. see, whatever you hold, God is not dwelling there. Mwisho utasema nimerogwa. Finally, you say, I've been bewitched. Lakini uchawi wa mtu But a witch, somebody's ni witch, chuki, is bitterness, kutosamehe, not forgiving, ugomvi, wrangles, ghadhabu. wrath. Lakini mtu mwenye kuachilia, But one who pardons, asiye na neno moyoni,
who has nothing against anybody, halaumu mwana, mbona hanipi he kitu? doesn't blame his child, why doesn't he provide for Halaumu me? mjukuu, mbona He hawanioni? doesn't blame the grandchildren, why don't they see me? Haleluya. Hallelujah. Anaamini Mungu He believes God that ndiye uliyenipa wana, truly give me the ni children, wajukuu, they are grandchildren, lakini yeye but him, hawaangalii wao, he doesn't look at them. anamtazama Mungu He's depending on God ampaye mwanadamu riziki. who provides a subsistence Ndipo for human Mungu beings. sasa That's when God now anaweza kugusa hao is watu. able to touch those people. Haleluya. Hallelujah. Wanapaka Mungu awahimize. Because it's until God instructs them. Sasa mwamini huyo So you believe in him aliyekupa mjukuu who gave you the grandchild na mwana, and the son, atafanya mlango. will make a way. Kaona mlango na. You'll see a way truly. Haleluya. Hallelujah. Mlango. A way, Mlango. a door. Nikaona meza jangwani. I saw the table in the desert. Haleluya. Hallelujah. Ya kupata haja ya moyo. To get the heart desires. Ndio silaha ni maombi. That's why the weapon is prayer. Je, ninyi ni waombaji? Are you prayerful? Ndio anasema ukisoma Zaburi And 34 that's why he says when you read from Psalms mstari wa 34, 6. verse 6. Zaburi 34 Psalms 34, mstari wa 6. verse 6. Anasema He says, masikini huyu that poor man aliita Bwana. called the Lord. Masikini huyu This poor man aliita called Bwana, the Lord. aliita He called Bwana, The Lord- akasikia, and determined. akamuokoa na tabu zake zote. Then he saved him from all his trouble. Wewe umejaa kunungunika You na are feeling kulaumu, murmuring and blaming. lakini anasema But he says, masikini huyu this poor person aliita. called the Lord. Aliita nani? Whom did he call? Alimuita Bwana Yesu He called the Lord Jesus. na Mungu Baba. And the Lord Father. Hakulaumu mtu, He never blamed anyone. hakuchukia He mtu, never hated anyone. hakulaumu wanangu. He never blamed his children. Aliita Bwana. He called the Lord. Haleluya. Na Hallelujah. anasema And he Bwana says the Lord akakisikia kilio chake, heard his cry akamuokoa na tabu zake zote. and saved him from all his Wewe trouble. una tabu gani? Which trouble do you have? Ni mashaka gani yako Which ndani yako? persecutions are in your life? Je, unamuita Are Bwana? you calling the Lord? Bwana Mungu wa The mwanzilishi Lord God of the founder, asiye na who upendeleo. is not a respect of persons. Mungu wa missionary God of missionary, asiye na who is not a upendeleo. respect of person. Ukimwita When you call him, anaitika. he hears and responds. Ukimwita When you call him, anaitika. he responds. Ukimwita When you call him, ni baba yetu, he's our father. anatupenda. He loves us. Ndio maana alimtoa That's Yesu why mwana he wa pekee. sacrificed his only begotten son, Jesus. Alipotuona tumetenda dhambi, When he saw us sinful, niliumba watoto wangu hawa I created my children here wale wanywe, to eat and drink. akatuweka shamba la Then Edeni. he put us in the land of Leo Eden. wamedanganywa na shetani, Today you are being taken away by the devils. wamefanya dhambi, They've committed sin. tena Mungu akatafuta And njia again, God looked for a way tuokolewe na hizo to dhambi, be saved from all those sins. akamtuma Yesu He mwana wa sent pekee. Jesus, his only begotten Akaja son. chini ya jua. He came under the sun. Haleluya. Hallelujah. Ile hatia The ile certificate of accusation iliyoandikwa ya kutushitaki that was written to accuse mbele us za Mungu, before Bwana God, Yesu the akaifuta Lord Jesus erased na it kuigongomea and msalabani, nailed it on the cross. akasema He imekwisha. said, it's finished. Shetani umeshindwa The kwa devil jina la has been Yesu. defeated in the name of Bado Jesus. kuamini sasa. They believed you now. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Truly. Je, wewe ni muombaji? Are you a prayerful person? Tusomee Read for hiyo us. Zaburi 34:6. Psalms 34. Anasema maskini 6. huyu aliita, He said, this poor man called Bwana the akasikia, Lord and he heard akamwokoa na tabu zake zote. and saved him out of all his Akamwokoa troubles. na tabu zake zote. He Tusomee. saved him from all his troubles. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na tabu zake zote. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Maskini huyu aliita, This poor man cried, Bwana akasikia, and the Lord heard him akamwokoa na tabu zake zote. and saved him out of all his troubles. Shida iko, The problem's there. matatizo yako, So many persecutions. Really. mwite Bwana kwa imani. Call the Lord by faith. Yeye hana upendeleo. He's not a respect of person. Kornelio aliita, Cornelius called, akaita, and he called again, akaita, and he called again, akaita, he called bila kuwa again, na mipaka, without putting a boundary, bila kuchoka, without tiring. kwamba mbona nimeita mwaka umeisha. Why haven't I called for the Yeye whole year? akaendelea kuita, He continued calling. akaendelea He kuita continued crying. Akaendelea He kuita. continued crying na kuwapa watu sadaka, and giving people alms. maana alifundishwa kwamba Because he was told that matendo mema kwa watu good works to people
Ni sadaka hizo His alms zinapendeza Mungu. that are pleasing to God. Hakuliacha hilo. He never forsook that. Kaendelea kuita He Bwana continued crying to the na Lord kuwapa watu sadaka. and giving people alms. Sadaka ya kikapuni. The alms in the bags. Sadaka maana yake ni matendo mema. The alms mean good deeds Kwa majirani, to the neighbors, kwa wandugu na the wadada, brothers and sisters, hata kwa wale ambao hawakupendi, and even to those who don't love you. unawatendea mema. You are doing good to them. Huko ni kusamehe huko. That is forgiving. Kumfanyia mtu jambo jema, Doing something good to huwa somebody, umemsamehe. that too you've forgiven him. Wewe una haja zingi unataka usisamehewe, mahitaji mengi. You're denied to forgive from so many Kumtendea things. mtu jambo jema, Doing something good to huwa someone, hivyo umemsamehe. that too you've forgiven him. Kumsamehe. To forgive, Maana atasema jamani because Mungu, truly asante Mungu kwa thank kunisamehe. you God for giving me. Hata umeona In vyema fact, you saw it better kutuma ndugu yule dada yule anifanyie hivi. to send that brother or sister to do this for me. Kutendea watu mema, Doing good to hivyo people, huo umewasamehe. that way you've forgiven them. Hallelujah. Hallelujah. Wewe waweza kuwa mtu wa kusamehe watoto wako, So you may be one who is forgiving Kusamehe your watoto children. wako tu. You forgive your children. kusamehe wanao tu. You forgive your children only. Hallelujah. Hallelujah. Ujifunze You should learn kusamehe wandugu na wadada. to forgive brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Wandugu na wadada, Brothers and sisters, majirani zako. your neighbors. Umepata unga mbili angao You've unapiga got nusu, 2 jirani packets shika. of flour, at least to share half to your neighbor. Hallelujah. Hallelujah. Umepata kiazi nawe You've got debe moja unasema nawe shika korokoro ndio Some hii. potato, then you give to a neighbor too. Wewe ukipata unaweka chini ya kitanda huko. When you get to, you put it under bed. Hallelujah. Hallelujah. Mnajifunza kusamehe watu. You're learning to forgive people. Maana ukisamehe mtu nawe unasamehewa. Because once you forgive, you're also forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Hamjui hiyo ndio njia ya kusamehe watu. Don't you know that is the way to forgive Maana people? mtu anayemchukia Because when you hear huwezi hurt, kumpa chako. you can't give him your Hata own. analia njaa utamwacha na njaa. In fact, he's crying because of hunger, you leave him that way. Ndio tusisahau kusamehe mtumishi wa Mungu. That's why you should not forget to forgive the Yuko servant pale of kwake God. pale. He's just there. Yuko pale kwake pale. He's just there at his home. Kula kwake, He's eating. kuishi kwake He's living. ni sisi. He's upon us. Hallelujah. Hallelujah. Ni sisi. He's upon us. Hallelujah. Hallelujah. Ni sisi. It's upon us. Atapata wapi maji ya kunywa? Ni Will he sisi. get the water to drink? It's upon us. Atapata wapi yai angawa akarangiwe? Ni Will sisi. he get an egg to be fried for? Tunamwombea apate nguvu za mwili. We're praying for him to get the Na nguvu physical za mwili ni strength. chakula. And the physical strength comes from the food. Kitatoka wapi? Where will it come from? Shilingi yako na Your yangu. coin and my coin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Truly. Tusomee hapo tena. Read for us again that Je, verse. wewe mtu unayeita Mungu? Are you one who is calling God? Anasema He says, masikini huyu this aliita, poor man cried, Bwana akasikia, and the Lord heard him akamuokoa na tabu zake zote. and saved him out of all his troubles. Wewe umejaa kusema watu You hawanioni. are feeling saying, people don't look at me. Mambo siku hizi I don't know, yamebadilika. now that things have changed. Siku hizi si kama zamani. Now that's not like the past. Yesu Kristo Jesus Christ ni yeye yule is the jana same yesterday na leo and today na milele and forever na milele and ever na milele. and ever. Wewe ndio You are umebadilika. the one who has changed. Huiti Mungu You tena. don't call God Ubariki anymore. wa ndugu na wadada You tena. don't bless brothers and sisters Umeacha anymore. upendo wa You have kwanza. forsaken the first love. Hallelujah. Hallelujah. Humuombaji You are no tena. longer prayerful. Mtu akata You are tamaa. one who's giving up. Yesu Kristo Jesus Christ ni is yeye yule the same jana yesterday na leo and today na milele and forever na milele. and ever. Hata lile sugu alijapona. Even something chronic that has not been Kaa healed. chini Sit tafakari. down and meditate. Hata kama ni dhambi iko Even pale, if the sin that is there, njoo kwa wandugu na come wadada. to brothers and sisters Waambie mimi mwaniombea and tell siponi, me you are praying for me lakini kuna fine dhambi hapa. because there's sin here. Hallelujah. 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 Bwana Hallelujah. magonjwa mengine sugu, Because some chronic diseases, utaona unaomba you see maybe hayaondoki. you are praying for them but they're not getting Mungu out. anataka useme kweli. God wants you to say the truth. Kweli The truth. ulioiendea What you did hata ukapata magonjwa for you hayo. to come upon such a disease. Maana kuna dhambi za Because kawaida there are ordinary sins na kuna dhambi za laana. and those sins of a curse. Mtu asongelee ndugu yake awe One, mke to go to his brother or his wife na mume mwenzake. and his colleague Biblia man. The inasema Bible says hayo ni maovu, all these are iniquities. watu hao na wafe, These people to die maana mmefanya machukizo. because you abominated God. Utaenda kwa daktari You'll go watasema to hii the doctors, siwezi. they'll say, I'm not able to treat this.
Utaomba. You'll pray. Mungu anasema masikio yangu God says, my ears si mazito hata I know nimuombe that- isisikie, are not that heavy not to hear your prayer. wala mkono wangu Neither is my hand si mfupi hata Not- nisiunyoshe ukaokoa, not short not to stretch and heal you. lakini maovu yenu, But your iniquities, maovu your yenu wickedness yamenitenganisha mimi na ninyi. are the ones that have separated me from Ndio you. akaandika katika Yakobo James. 5:16 anasema, He says, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, you should confess your sins one to another and pray for each mpate other kuponywa. so that you may be healed. Kuomba kwake mwenye haki, The prayers of a righteous ungameni 16. dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, Confess your sins to each other and pray for each hata kama other. dhambi ni nyekundu. Even if the sin is so red, Na si kila mtu mwambie. you should not tell anyone. Mhubiri amewekwa awe wakili wa Mungu. The preacher has been put there to be the advocate of Ndio God. unaona tunafanya ibada, That's why you see us conducting the tena baada ya service. hapo tunakaa chini And again sasa. after that, we sit down. Na tangu Jumatatu mpaka Jumamosi And from Monday to Saturday, wahubiri wako hapa hapa. the preachers are here. Una jambo lako You zito, have anything heavy to, unaleta. you bring it. Wawili wakipatana duniani, When two meet on earth, mkiomba jambo lolote, when you pray over anything, ile dhambi pepo anakutisha nayo, that sin that the devil is anakwambia threatening wewe you, utakufa. is telling you you'll die Maana haisemi kwa baba, because you don't share to your father. haisemeki kwa watu wa It kwenu, can't be spoken to your people. lakini kwa Mungu But to God, tunaambiana kweli. we tell each other the truth. Si ndugu muone njiani, maana ni mwongofu You mwambie. don't see a safe person on the way, then you tell him. Mchungaji, pastor A preacher ndiye amewekwa awe shahidi, is the one who has been put there as a witness. umwambie ile You kweli. tell him the truth. Akikwambia funga macho, Once he tells you, close your eyes, anakuombea msamaha kwa he's Mungu. praying for you the forgiveness from God. Haleluya! Hallelujah. Ile kweli yako Your ile truth inamfanya Bwana Yesu anafuta hiyo make the dhambi. Lord Jesus to erase the Hata sin. kama ugonjwa ni sugu, Even if the disease is so chronic, utapona tu. you'll be healed. Haleluya! Hallelujah. Ndio mimi nikaja As hapa I came na here magonjwa sugu with very chronic diseases, yameshinda we have wadaktari, overcome the doctors, waganga wa the kienyeji traditional herbal men, na waombaji huko and kwetu. very prayerful people in our place. Tunakesha kuimba, We stay the whole night singing. tuna mikutano ya kesha, Where these meetings, lakini haya magonjwa yanaombewa hayaponi. but these are prayed for, but they are not healed. Wale wa ndugu wawili, mmoja amefura, Those two brothers, one was swollen. ile mizigo ya mwanaume miwili ile, Those two brothers, in a man, mmoja unakuwa mkubwa, one is growing bigger. naombewa I'm praying haiponi. for, it's not healed. Haleluya! Hallelujah. Lakini mhubiri wangu wa huko But my preacher, right at akawa hii home, siri he haijui never knew this secret. kwamba Mungu That anasema God says, ungameni dhambi you should zenu confess your sins, ninyi kwa ninyi, you to each na other, kuombeana and mpate pray for each kupona. other, so that you may be healed. Na maneno yalinihukumu hapa, I saw many things that are judging me. lakini yeye But him, ufunuo huo hana. he never had that Ndio revelation. nikasikia Mariakani kuna That's why mtu he had in Marekani there's somebody anaitwa called Elisha. Elisha. Hata yale magonjwa kusugu yale, Your chronic diseases, ukiamini when utapona. you believe, you'll be healed. Maana yeye anafundisha kizuizi cha mema, Because he's teaching people the hindrance to their good. kile kizuizi kile The hindrance that kinachozuia is stopping. hata unaamini Mungu If you believe in na God, unapenda you Mungu, love God, fine. lakini unamwomba But haji you're praying kufanya to kitu. him, he doesn't work in you. Ukiungama dhambi zako When you confess your sins, anasamehe. he forgives. Nikaja hapa I came here. nikaambiwa, kijana mdogo, I was wewe such a young boy like you usikwe na to magonjwa haya, ulifanya have such a nini disease. What did you do kule kwenu? at your place? Kule kwa kulinda mpunga kule Where you uliwe na are keeping ndege. the rice, what did you do there? Haleluya! Hallelujah. Nikasema kweli yangu yote I said all the truth ya ujanani from the youth. nilipoombewa. When I was prayed for, Mkutano wa kwanza hapa the first crusade here mwaka wa 76 in 1976, mwezi wa 4, in the month of April, mkutano ni wa siku 3. it was a 3-day crusade. Niliposema ile kweli ya When maisha I said yangu the truth of my life, ambayo baba nilimficha that I hid my na father, mganga and the nikamficha, physician too, I hid na him, daktari hakuniuliza. and the doctor too never asked me. Nilipozungumza ile When I kweli, spoke the truth, pastor akasema funga the macho. preacher said, close your eyes. Aliponiombea, When he prayed for me, mkutano haujaisha, the crusade did not come to an ule end. uvimbe ukapona hapa hapa kwa All jina la that Yesu. swelling went away in Jesus' name. Haleluya! Hallelujah. Uvimbe ukapona The swelling went away kwa jina la Bwana in the Yesu. name of Jesus. Kwa jina la In Bwana the Yesu. name of Jesus. Kwa jina la In Bwana the Yesu. name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ndio ukisoma Yakobo 5 That's why when you read from the book of James 5, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi confess your sins to each other na kuombeana and pray for each other mupate kupona. so that you may be healed.
Hallelujah. Hallelujah. Na ukisoma Mithali And when you 28:13 read from Proverbs, anasema he says, afichaye dhambi zake whoever hides his sins hatafanikiwa, won't succeed. bali yeye aziungamaye na But kuziacha him who confesses and forsakes them atapata rehema. will receive the grace. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ni Mithali 28:13. That's Proverbs. Anasema He says, afichaye dhambi zake whoever hides his sins hatafanikiwa, will not prosper. bali yeye aziungamaye But na kuziacha him who confesses and forsakes them, rehema atapata. he will receive the mercy. Rehema za uzima The mercy atapata. of life, he will receive them. Hata yale sugu yameshinda Even the madaktari, chronic that have deceived the doctors, utaona yanapona kwa jina la you Yesu. see them healed in the name Hiyo of ni siri Jesus. alifunuliwa missionary Elisha That is Chitai. the secret that was given to missionary. Siri hii This secret ya wawili wawili, ungameni. of two to confess. Haleluya. Hallelujah. Nilipoacha aibu When I forsook the na shame kusema kweli, and say the truth, uvimbe huu the swelling ukaondoka went away. kwa jina la In the Yesu. name of Jesus. Waganga walikuwa The wameshindwa, physicians were madaktari notable, wameshindwa. the doctors were defeated too. Haleluya. Hallelujah. Nikapona kwa jina la I Yesu. was healed in the name of Jesus. Na uzima And the life unaokuja that comes baada ya kusamehewa dhambi, after being forgiven your sins, uzima huo ni wa hakika, ni wa that tele. life is sure and plenty. Haleluya. Hallelujah. Maana Bwana Yesu You know, alikuja the Lord Jesus came so tuwe na that you uzima, may have life tuwe nao and have it tele. abundantly. Nikapata uzima I got the tele. abundance of life. Nikaambiwa I sasa was told now, usirudie tena yale ya you should zamani. not go back to your Kaambia old pastor, kwani issues. nitarudi huko tena? can I go there Huko. again? There, Huko Misri. to my past in Egypt. Sirudi. I'll never go there Niko again. humu mwa Yesu. I'm right here in the Lord Kutoka Jesus. huo mwaka wa 76 From 1976, sijarudi huko tena Misri. I've never gone to Egypt again Kwa hayo maneno ya ujanani because of my youthful issues. mpaka leo, Until today, na ule uvimbe and the swelling ulichukuliwa na Bwana was Yesu, taken by the Lord Jesus. na akichukuacha Bwana And Yesu whatever the Lord Jesus takes away hakionekani is tena no longer milele na seen milele na milele. forever and ever and ever. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kwa Bwana Yesu kuna uzima wa And the hakika, Lord Jesus is sure life ukiamini kweli ya as you Mungu believe the truth of God na kutubu dhambi na kuacha. and repenting your sins and forsaking Ulikuwa them. unachukia jirani, urudi You used kumpenda. to hate your neighbor, love him Maana now. wewe ukichukia mtu maana amekukosa, Because once you hate somebody because he has wewe ndio wronged you, utaenda hasara. Wewe you are the unayechukia one will wewe. go to losses. Wewe mwenye chuki, wewe The one who is hating ndio utakuwa na tabu, si yule is the one who will unayemchukia. have trouble, not the one you hate. Haleluya. Hallelujah. Wewe unayechukia jirani, You who hates your neighbor maana alikukosea, because he has maybe offended wewe you, ndiwe adui wa you Mungu. are the one who is an enemy to Maana God. Mungu anasema Because God says tunatoka we are mautini getting out of death, tunaingia we are uzimani, getting to life maana tunapenda ndugu. because we love brothers. Wewe upendi ndugu, You don't love your brother. basi wewe unakuwa adui wa Mungu. That is it, to become an enemy to God. Utaona unakaa You mautini, see, maybe you are living in death every utaona time. waombea kitu You see, maybe you wakiomba, are praying for something and it's not maana healed. wakiombea, Because you are praying for it, lakini hapa fine. una vita na But you mumeo, have war with your husband, una uchungu na you have mkeo, bitterness with your wife, wataka maendeleo kweli you want progress, fine, na upate kazi ile na ile and na to ile na get ile, that job and job, lakini hapa mkeo humpendi, but you don't love your wife. hata unamuwaza afe In wewe fact, you are mwingine, thinking for her to die, you marry another one. utakuwa na bidii You nyingi, will be so much diligent, lakini zitakuwa zero. but it will be in vain. Hizo bidii hizo The diligence you have zitakuwa zero will be in kabisa. vain, truly. Haleluya. Hallelujah. Kabisa Truly. zitakuwa They'll zero. be all in vain. Ndio anasema That's what he says. maskini huyu, This poor man, tusomee tena hapo. read for us again the same verse. Maskini huyu aliomba Bwana, This poor man cried to God, Mungu akasikia, and God heard him akamwokoa and saved him na tabu zake out of zote. all his troubles. Haleluya. Hallelujah. Tena ukimcha Bwana, And again, once you fear God, malaika wa Bwana the angels of God watakuja fanya kituo, will come and make a meeting wakuzunguke and surround you na kukuokoa. and save you. Haleluya. Tusomee hapo. Read for us. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Then the angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. Amen. Amen. Anasema maskini huyu He said, this poor man aliita. cried. Ujizoeze kuita Mungu. You should practice to call upon Usilaumu God. watu. You should not blame people. Mume hanioni, The husband doesn't provide ndugu for zangu me. hawanioni, My brother are not providing for me.
walisomeshwa na baba, You were taken to school by your mimi father. sikujaliwa I kusoma, was not enabled to go to hivi hata school. waniangalii. This way they don't provide for me. Acha kulaumu ndugu zako, Don't blame your brothers. acha kulaumu mashemegi zako, Don't blame your in-laws. acha kulaumu watu. Forsake blaming people. Anasema He says, masikini huyu aliita Bwana, this poor man called upon the Lord, Mungu akamuokoa and God na saved tabu me zake from zote. all his troubles. Haleluya. Hallelujah. Na malaika naye And the angels too akamzunguka encamped around him amuokoe na kila hatari za kila aina, to save him from all the dangers, maana hana vita na mtu. because he had no fight Kwa with nini anyone. usiokolewe? Why shouldn't you be saved? Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo hiyo ni haki yako wewe, So mtu wa that is Mungu. all right. Popote pale ulipo, Wherever you are, ujifunze kutokuwa na uadui na mtu, you should practice not having enmity with ujifunze kuwa anyone. na amani na watu You should wote. practice having peace with all men. Mimi kilichonifanya nizoroteke, Whatever made me to go nilikuwa mtu poor, wa uadui, I was one who is hostile. uadui na baba, Enmity with my father, dharau na mama, despising my mother, vita moyo wangu, fighting in my heart. saa yote kunungunika baba. Every time I'm murmuring against my Na hivyo father. kama nilinungunika baba, If I murmured against my hivyo father, nilinungunika mamangu, I murmured my mother too. maana huyo hata awe baba Go for this one to be married, ni mama. it's because of my Si mother. kama nilikuwa na vita na baba, Not because I had a war hivyo with my nilikuwa na father. vita na mama. I had war with my mother too. Siwezi kujisalimisha hata mama nilimpenda. I cannot say that I love my father. Ukidharau my baba mother. yako, You despise your wewe father. umedharau mama yako. That way you despise your mother Maana too. huyo hangekuwa baba kama si mama. Because she could not be there if your father could not be there. Chuki, Hatred, uchungu, bitterness, kulaumu kila saa. blaming every time. Roho yangu haina amani. My soul is not at peace. Nikafika mahali It reached a point hata nikisikia sauti yake moyo wangu when I hear unawaka. his voice, my heart is burning. What? Kifua kilipasuka hiki kwa. The chest was teared and Nikaona separated. ni TB imekuja. I saw tuberculosis Na coming kuoa to damu me. kila saa. I'm coughing blood every Baba time. huyo tena The same father akanichukua took me, akaenda Mburugani went to the shrines, kwa wapiga ramli, to those who were suicides. akaambiwa mwanao amerogwa, He was told, your son has been bewitched, amerogwa has been bewitched, ili asisome for him not to go to school ukawa tajiri. and be rich. Haleluya. Hallelujah. Siku moja zile ripoti zangu zote One day all my reports za kutoka standard 1 mpaka sijui 7 from class 1 to class 7 zikapotea humo nyumbani. lost at home. Hizo ripoti zote hizo. All the report forms. Sijui zilichukua na panya, sijui I don't know nilifanya if they were buku. taken by the rats, Kazitafuta hatukuziona mpaka and kesho. we never saw them. What? Wasema ni babu ameziiba. Is it truly akaroga. my father who has stolen them? Ameziiba He akaroge, has stolen them to bewitch maana me ameona because he has seen mwanao huyo ana akili, your son is so brave. atapita mitihani, utakuwa tajiri. Pass the exams and be rich tomorrow. Nikaliamini hilo kabisa. I believe in that truly. Uchungu kwa babu The yangu, bitterness to my grandfather. kwanza uchungu kwa huyu baba, First the bitterness to my tena father. uchungu kwa babu yangu, And again the bitterness maana to my mpiga ramuli grandfather. naye Because the sorcerer too, ameongeza chuki. he's increasing and topping up the Wapiga bitterness. ramuli The sorcerers wanakuongeza uwe na uhadui na majirani, are topping the enmity between you and your neighbors. wanakwambia mke mwenzako ndiye They're mchawi telling wako, you your co-wife is your witch. anakuonea wivu, She is not, maana wewe umezaa ndume nyingi because you've given birth to so many na sons wote wana kazi. and they're working. Sasa wanakuonea wivu huyo mke mwenzako. So they're not in good terms with you. Haleluya. Hallelujah. Sasa wewe ni mpiga ramuli huyu, Now the sorcerer now. na wewe unaamini hivyo, And you believe that way. unatoka huko unakuja una chuki na huyo mke You leave mwenzako. that place coming to at home. with Yeye bitterness. atakuwa mzima, He'll be given life wewe utakuwa wa kuzoroteka kila saa, and will be one who is so bankrupt and destitute every time. maana umekuwa adui wa Mungu. Because you become an enemy to God. Utaombewa You'll be humu prayed for here na kuombewa and be humu, prayed for here maana umekuwa na adui wa because you Mungu. become an enemy to Una God. chuki na You jirani have hatred with your neighbor mpaka utoke huko. until you get out of that place. Haleluya. Hallelujah. Mungu ataombwa, anasema sisikii They'll mimi. pray to God, but God will Maana not hear huyu ni their adui prayers. wangu. Because this is my enemy. Ana chuki na jirani yake He has hatred with his neighbor na mke mwenzake and his co-wife na shemegi and yake. his in-law. Nataka nimponye kwa You nini? want me to heal him Mpaka out atakaposamehe. until he forgives. Sasa hao wapiga ramuli Now hawa the sorcerers, wanakutia uadui na wanadamu they are wenzako. putting enmity against you with your colleagues. Utaona kila kibiashara ufanyacho You hakifanikiwi. see, every business you do is not successful. Kile utiapo mkono Everywhere you ufanikiwi. put your hand, it's not successful. Hata ukisikia ukienda Mombasa, Even if you go to Mombasa, ukiweka biashara ya tomato, you put your business there selling tomatoes, utafanikiwa. you're successful. Ukienda kuweka wewe, When you go there and start a business, hapo na hapo utasema watu wanakuroga. you end up saying people are bewitching you.
Maana utaona watu wanakuja wanapita hapo Because kwako, you'll see people passing by. anaenda kwa yule, He aende goes kwa to your yule. neighbor and your neighbor too. Wewe kesho unazimwaga. Tomorrow you are there. Hallelujah. Hallelujah. Vile usiyopenda mwingine, The way you don't love your Hata your wamtaka neighbor. afe. In fact, you feel him to die. utaanza kufa wewe. You'll die first. Na kufa huko si kwa mwili huu. And that death is not physical. Utaona kile ufanyacho You see, kinakufa. whatever you do is dying. Hakina maendeleo. It's not progressive. Hakina baraka. It doesn't have any blessing. Maana umekuwa adui wa Mungu. Because you've become an enemy to God. Maana Mungu anasema Because God says tupendane. we should love each Mtu other. akisema nampenda Mungu, When one says he loves kwanza God, apende jirani you should yake. love your neighbor first. Ndio nikafundishwa That's why I hapa, was taught here. mwana wewe, You, young boy, kifua kikuu hiki this tuberculosis na asima hizi and asthma, si kurogwa. it's not being Je, witched. una amani na baba Do you have yako? peace with the Father? Mhubiri akaniuliza kona ile, The preacher asked me in that corner. una amani na baba Do you have yako? peace with your father? Kanisa lile la zamani The lile, old church you heard at first. kona ile nikaketishwa pale. That corner is meant to sit there. Akaniuliza, baba He asked mwanangu, me, my son, si kurogwa it's magonjwa not haya, because you are witched, all these diseases. ni dhambi. It's the sin. Je, una amani huko Do you unakotoka? have peace where you come from? Yaweza kuwa baba yako Maybe your father, akienda madukani huko when he kwenye goes barabara za lami, to the market or the shops, unamuwazia arudi amegongwa, ameisha you kila wish kitu. him to die. Na anaongea corporate vile And ninavyowaza. he's talking the truth that I have. Baba akienda safari When my father travels, ya tauni, maybe to town, mimi naona kama kutakuja gari I feel like there's a vehicle that will come imembeba ameishia huko. carrying him dead. Mawazo tu yananijia. Such a thoughts are coming to me. Maana kila popote inapokaa, Because everywhere I sit, amani yangu naona ni heri tukae na my mama. peace is to stay with my mother. Naona mama ana akili I feel like my mother has ya much kuweza kuweka understanding, shilingi, at least to keep a coin. lakini baba But my father, nimemtoa maanani. I've taken him out of my heart. Nikamwambia pastor, I told the hata preacher, hivi ninavyozungumza this hivi, way you speak, mimi sina amani. I don't have peace. Sina amani. I don't have peace. Baba nilimzika kitambo. I buried my father a long time ago. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Akaniambia He basi told me that is it now. wewe ni adui wa Mungu. You are the enemy to God. Ndio unasema hata ulikuwa umeokoka huko kwenu That's why you say you are saved in your na place umeombewa and you havifanyiki prayed for they are not kwa healed. sababu ya chuki This hii. is because of this hatred. Hallelujah. Hallelujah. Akamwambia basi mwalimu wetu kule, I told him now our teacher there, ili neno la kusema kweli ilikuwa yeye hana he leo. doesn't have this word to say the truth. Anasema ukishaombewa He said toba, once you have prayed for the prayer of dhambi zako repentance, zimeisha magharibi na your mashariki. sins are finished in east and west. Ziko za kuisha magharibi na Fine, there are those mashariki that are finished in west and kwa east neema ya Bwana by Yesu. the grace of God. Lakini ukiona ugonjwa sugu uko But once you pale see the chronic diseases na there unaamini Mungu and you believe in God na unaomba and huokoki you nao, are praying but you're not saved from kuna it, dhambi inaitwa dhambi ya laana. there must be a sin of a curse Pako ukae chini until you sit down useme and kweli. say the truth. Haleluya. Hallelujah. Seme kweli. Say the truth. Kamwambia pastor nifanyeje I told the sasa? preacher, now what should I do? Maana hata hivi nisemavyo hivi, Because the way you speak right now, mimi sina amani na babangu. I don't have peace with my father. Nilimzika kitambo, I buried him long time ago. akaniambia ndio maana. He told me that's why. Haleluya. Hallelujah. Ndio maana wafa. That's why you're dying. Akaniambia basi. He told me, Sasa now nifanyeje? what should I do? Kamwambia mwamini Bwana Told me, Yesu, believe in the Lord Jesus ukubali and accept. kurudi kupenda baba, Go back and love your father. nitakuombea msamaha, I'll pray for you the forgiveness. utasoma hutasoma, Whether you go to school or not, uende nyumbani. go home. Haleluya. Hallelujah. Nilikuwa nimelaumu baba, I had blamed my father mimi nikose karo for I to lack the school fees. nikose karo To lack the school fees. na korosho zimejaa And the tele, cash was there in na mimi plenty. ndimi naifanya mahesabu. But I count. Hapana, No, ni heri tubaki na mama, it's better we'll yeye awe leave behind with the manager wa hiyo mother mashamba. for the peace to come in the house. Mimi kama si Mungu huyu wa missionary huyu, If it were not for God of missionary, ningezikwa kitambo. I would be buried a long time ago. Lakini Yesu But alikuja Jesus came kuokoa to save kondoo waliopotea katika all nyumba the yetu. lambs that were lost. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ndio usiwe humu That's why you should not be here ukakata tamaa. and despair. Bwana Yesu The Lord Jesus alikuita call you uwe na uzima, so that you may have life uwe nao and have it in tele. abundance. Nikafundishwa, I was taught, moyo wangu my ukarudi heart came back kuwa na amani na to babangu, have peace with my father, kujifunza kumpenda. practicing to love him. Hata aliondoka kwenda mbele za In fact, he haki, departed and passed on nikiwa najifunza kuwa na amani naye. to the righteous with peace at me. Haleluya. Hallelujah.
kwa kufundishwa because of being taught na kutubu and repenting na kutubu and repenting na kutubu. and repenting. Amen. Amen. Magonjwa yakapona All the diseases were ya healed. kifua kikuu Or tuberculosis na asma. and asthma. Hallelujah. Hallelujah. Leo mimi nakaa, Today I'm living. naweza lala I can sleep. na usingizi ulikuwa hauji, At first the sleep could not come. lakini Yesu But Jesus anasamehe. forgives. Hallelujah. Hallelujah. Anasamehe Bwana. Forgives the Lord Jesus. Alimwaga damu He shed his ili blood wewe na mimi so that you and I tupate uzima. to get the life. Lakini anasema But he's saying, maskini huyu this poor man aliita, cried Bwana and the akasikia, Lord heard him akamuokoa and saved him na tabu zake out zote. of all his troubles. Tumia maombi, wacha kuchukia watu. Use a prayer, don't hurt people. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wanangu No, my wako children, Mombasa, they're in Mombasa. hata hawajui kuna mama But yao. they don't know that their mother is there. Piga magoti, mwambie Just Mungu, kneel down and tell God, wewe ndio uliyenipa you are the one who watoto, gave me the children. ninakushukuru umewapa I thank kazi, you've given the job. nisamehe Forgive me kile ambacho wamefanya, anything that they have hata they've mioyo done. yao haikumbuki mzazi. In fact, in their heart, they don't remember Baba, about the parents. unisamehe, Forgive me, Father. uko waliko uwabariki, Whenever they are, bless them uwafanikishe and prosper them wao na watoto so wao, that together with their children na mayo yao and their hearts uwape too, kukumbuka mama you yao give them to remember their na baba mother yao. and their father too. Unaomba You hivyo, are praying that way. You unawapenda, are loving them. lakini umewachukia But when you hear them, hao watoto wao, my children here, kama hawakutoka tumbani mwangu, if never they never came haya from my na womb, wafanikiwe hao. let them not succeed. Unakuwa adui wa Mungu, You become an enemy to God. unakuwa adui wa You Mungu. become an enemy to God. Hallelujah. Hallelujah. Msiwe maadui wa Mungu wa You should mama not be an enemy to God, mama, na wake na baba and the fathers too, kwa kuchukia for watoto hurting your children na majirani, and the neighbors. maana Because anasema it says, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. whoever hates his brother is a killer. Tusomee waraka wa Yohana wa kwanza 3:15. First epistle of Kila John. amchukiaye ndugu yake, Whoever hates his Bwana brother, Yesu anasema the Lord Jesus huyo says, ni muuaji, that's a killer. na muuaji And a killer, hana uzima utakaa ndani there's yake. no life that will dwell in him. Uzima The life ndani ya mtu mwenye chuki, in someone with the hatred. chuki, Hatred. una uchungu Your na bitterness jirani. with your neighbor. Haleluya. Hallelujah. Uzima kamili kwa mtu huyo Plenty of life in this person. hamna. It will never happen. It will never happen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Umeolewa wewe You're married kwa boma to a na homestead unachukia watu wa and boma you hiyo, hate people in that home. ni mama vyao Maybe unamchukia, their in-laws you ni hate baba her. vyao Your unamchukia, father-in-law you hate ni them. mawifu Maybe the unawachukia. sisters-in-law you hate them. Haleluya. Hallelujah. Hata ndugu akikwambia twende kwetu Even if your husband tells you, let's huko go to a place, Bamba, to Bamba, unasema enda you wewe, say you go. maana mama yako yule mimi Because your ngo. mother, I can't meet her. Wewe You, hutachangamuka, you'll never be cheerful. amba una chuki. Because you hate. Lakini nasema And it says, mwenye chuki whoever with hatred atakaa will mautini, live in death. maana anaitwa muuaji. Because it's called a killer. Utaenda You'll mburugani, go to the shrines. utaambiwa You'll umerogwa, be told you've been bewitched. tena utaambiwa ni mamako vyao, And again you'll be told by your sister-in-laws. na kumbe And yet, uchawi the witch ni ile chuki yako. is your hatred. Haleluya. Hallelujah. Ni ile chuki yako It's your moyoni hatred. kabisa. Truly. Usiwe adui wa Mungu, You should not be an enemy to God. pendane. Let's love each Hata other. kama dada ndugu alikosa, Even if your brother tuwe watu wa wrong, we should kusameheana. be people who forgive each other. Penye msamaha Where there's ndipo forgiveness, Mungu anakaa that's hapo. where God dwells. Haleluya. Hallelujah. Tusomee Read for us. waraka wa kwanza wa Yohana First 3:15. epistle of John 3:15. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Wengine ni waombaji wazuri sana. Some are so prayerful, very good Dunia prayerful hii, people. In this earth, kuna waombaji wazuri they are very good prayerful people. na kuchukua saumu ndefu And ndefu, fasting for long, hata uone mtu anaongea amekauka kabisa, until you see someone speaking very lakini dry. una chuki na mkeo But he has hatred with his wife na jirani, and the neighbor. unamuita You mchawi. are calling me a witch. Mchawi ni wewe The kwanza. witch is you. Wewe usiyependa ndugu wewe. You don't love your Wewe brother. usiyependa jirani You wewe. don't love your neighbor. Wewe ndiwe mchawi. You are the witch. Haleluya. Hallelujah. Wewe ndio unaitwa You are muuaji. the one who's called the Na murderer. anasema And muuaji he says a murderer hana uzima has no life ukikaa ndani that is yake. dwelling in him.
Hallelujah. Hallelujah. Mimi nikawa naitwa muuaji I was called a murderer kwa kuchukia baba for hating my father na babu yangu. and my grandfather, Maana baba alienda kwa ramli, because my father went to the akaambiwa sorcerers mwanao huyo and was told, your son here amerogwa na mchawi, hayuko mbali. has been bewitched and the witchcraft is not Kama far. babu simpendi. I never loved my grandfather. Haya, hao nisio wapenda ni wazima. Now they are very much okay. Baba ni mzima. My father is okay too. Babu huyu alikuwa My mzima. grandfather is okay too. Mimi ndimi naugua asma. I'm the one TB, suffering from asthma, sichangamuki, tuberculosis. Mahirizi nimevaa. I have the charms with me, Kuchanjwa mwili wote. being scarified the whole body. Mpaka hirizi kashonwa hapa mfuko wa nyuma huko ndani. And for the charm was fitted and fixed in my back Tulienda pocket. kwa mganga siku moja. We went to the physician one day, Baba akaambiwa and my father was told, hii hirizi hii this charm, ishone ndani ya mfuko wa mwana. tell and fix it in your child's pocket. Anapoenda kulala, When he goes to sleep, hii suruali ya kuunje these trouser here, let fall it iwe pilo yake. and be his pillow. Mchawi akija When the witch comes, anaamuka, he wakes up, na mchawi harogi mtu kama yuko macho. and the witch doesn't witch anybody when he's awake. Ajabu, Surprisingly, nimelalia hiyo suruali na I'm hirizi, sleeping on the trouser ndio with kuna kuja the charm. usingizi mzito. That's a very heavy sound sleep Tena comes to naona me. ni jitu nono limejaa rumu And lote again kama I'm seeing matope. a giant Hilo being, jitu ni kama matope. such a muddy giant. Linakuja linanikalia. It's coming and sit on me. Sasa niko hapo ndani ya Now matope. I'm inside the mud. Yo, huo mwili wake ni kama tumbo tupu The tu. body is- Haina mifupa, inakuja There's inanifunika. no bones. It comes and covers me. Sasa limenikalia, mimi niko hapo Now ndani. if I cry inside there, Na liinua linabofyeka. for it to lift it, Napiga mayowe, I scream. sauti haisikiki. The voice is not heard. Haleluya. Hallelujah. Paka likiondoka, Once it departs, napumua mbio mbio. that's when I breathe and pant. Nawaza kutakucha I'm lini. thinking, what time will it dawn? Mtu mwenye chuki, One with hatred. mtu mwenye chuki One with hatred hana amani. has no peace. Haleluya. Hallelujah. Mtu mwenye chuki One with hatred asiyesamehe who jirani doesn't forgive the neighbor ana uhadui. has enmity. Utaona likitoka hili linakuja hili. When this goes, this comes. Haleluya. Hallelujah. Ameona wandugu wana biashara, anasema mimi Yes, wacha the nami- brothers with the wacha na mimi businesses. niweke anga kibanda changu Let me barabarani. start my structure too along the road. Utaona kesho amehama. You'll see Nini? tomorrow you are vacating. Ah, Why? pale hakuna mema pale. There's no good there. Ana chuki huyu. This one has hatred with him. Haleluya. Hallelujah. Hata akiona jirani amepata Now mteja, once you see your neighbor getting a anaangalia customer, kando. then you look Badala ya aside. kufurahia Instead of being joyful kwamba Mungu ameleta mteja kwa jirani, that God has brought a customer to my neighbor, mimi nami nitapata. I'll also get one. Asante Mungu Thank you, God, kwa kutuletea wateja ya for asubuhi. giving ya us leo. and providing us with a customer this morning. Jirani ananunuliwa pale, The neighbor's items are bought. makao yake yananunuliwa, His charcoal is being bought. wewe unasikia You're uchungu, feeling bitter. utakii mwingine mema, You don't wish your colleague good wataka things. wateja waje kwako, You want the customers to come to your place. mwingine akosa lale Your njaa, colleague to lack and sleep without food. anasema Mungu wetu He says, our God, furahi rejoice pamoja nao wanaofurahi. together with those who rejoice. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Furahi Rejoice pamoja nao wanaofurahi. together with those who rejoice. Yule ndugu amepata mteja, That brother has got a customer, dada mwenzako amepata and your mteja, colleague sister has got a customer ana too. furaha kule You are moyoni, rejoicing in your heart. furahi pamoja na yeye. You rejoice together with Wewe her. nawe sema asante You should Mungu also say thank you, God, kwa kumpa riziki jirani. for giving the subsistence to my Mimi hata neighbor. nikakosa, For me to lack, naweza mwambia jirani jioni, I can tell my neighbor tomorrow, nikopeshe 50 anga nikanunue mafuta ya taa. give me some 50 shillings to please to buy the Wewe paraffin. unasikia uchungu, You are feeling bitter. utakaa nayo mpaka ukapikie mwenyewe. You just stay there until you cook Halle- it on yourself. Haleluya. Hallelujah. Na makaa yananunuliwa kila And mahali, the charcoal is bought everywhere maana hutakii wengine mema. because you don't wish others good. Ufurahi pamoja nao You don't wanaofurahi. rejoice together with those who rejoice. Haleluya. Hallelujah. Na una saumu nyingi, And you are fasting for long. kila wiki ukosi saumu Every mbili week tatu, you fast twice or 3 times. lakini umejaa chuki. But you're filled with Saumu hatred. zako ni bure. All your fasting is in vain. Samehe. Forgive. Tusomee tena hapo. Read for us again the same verse. Je, Now, tusomee. read for us. Hiyo ni siri kubwa sana. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Haleluya. Hallelujah. Kila amchukiaye ndugu yake Whoever hates his brother ni muuaji. is a murderer. Nanyi mnajua ya kwamba And you know that
muuaji a murderer hana uzima unakaa ndani yake. has no life dwelling in him. Ndio mimi nikawa karibu nisikwe mimi. That's why I was almost to be buried. Lakini But kwa ufunuo huu, because of this revelation and this revelation aliopewa missionary that was given to na missionary mama mwanzilishi, and the founder mother, umezidi baraka zote. is more than all the blessings. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kupendana. Let's live each Maana Mungu other. anasema Because God says hakuna aliyemwona Mungu hata siku moja. there's no one who saw God even one day. Lakini tukipendana, But should we love one another? Mungu anakaa katikati. God dwells in Mungu ni us. pendo. God is love. Anakaa kwa watu He wanaopendana, lives in those people who love each other. Those who wanaosameheana. forgive each other. Hallelujah. Hallelujah. Wasiohesabiana makosa, Those who don't count others' mistakes. wanaojifunza kuachilia. Those who learn and practice to pardon. Hallelujah. Hallelujah. Stefano hata anapigwa Stephen mawe, is being stoned. anasema Bwana He wasamehe, says, Lord, forgive them, maana hawajui for wafanyalo. they don't know what they're doing. Wasamehe Bwana Yesu, Forgive them, Lord Jesus, maana hawajui because wafanyalo. they don't know whatever they're doing. Wasamehe Bwana Yesu, Forgive them, Lord Jesus, maana hawajui wafanyalo. because they don't know whatever they're doing. Akaingia Then he mbinguni. go to heaven. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wewe una chuki na But na you jirani have yako. hatred with your neighbor. Jirani wa kwanza The first neighbor ni mkeo, is your wife, ni babako, is your father, na mama is your yako, mother, na mumeo. and your husband. Hallelujah. Hallelujah. Na shetani And the devil anafanya kazi is working mahali watu hawapendani. in a place where people don't love each Na ili other. hata uwe una maombi mengi kweli, And for you to be lengthy in ya prayers saumu nyingi and a kweli, lot of fasting, lakini usiwe na neno juu ya mtu. but you should not have any issue against anyone. Waombe wa kweli You kila are, siku, you are being prayed for fine every lakini day, una neno juu ya but you mtu, have any issue against anyone. una neno juu ya You mtu, have an issue against una somebody. neno juu ya You have mtu, an issue against somebody. Mungu hatafanya kazi. God will not work. Hallelujah. Hallelujah. Afanyi He kazi, doesn't work maana yeye ni pendo. because it's love. Anasema He says mupendane you should love each kama other mimi nilivyowapenda as kwanza, I loved you at first, kama mimi nilivyowapenda as I kwanza, loved you hata initially, nikamtoa mwanangu wa until pekee. I gave my only begotten son. Maana wewe unawazia mwenzako Why are mabaya, you thinking ill of your neighbor? maana wewe huna furaha You don't have joy kwa kufanikiwa kwa ndugu because yako. of the prosperity of your brother. Unapopata wewe When you receive, ndio wasikia that's when you furaha, feel a lot of peace. lakini unaposikia mwenzako amefanikiwa, But once you hear your brother or your wasikia colleague has uchungu. succeed, you are so bitter. ndivyo utadidimia That way you'll go na down kudidimia and sink na kudidimia and capsize. kabisa. Truly. Lakini unapofurahi But when you are kwa rejoicing, mwenzako amepata when mema, your colleague has got the good wewe things, nawe utaona kesho yamekuja. you'll also see them coming to tomorrow. Maana anasema Because it says, furahini rejoice pamoja nao wanao, together with those who rejoice, na lieni and cry pamoja nao wanao. together with those who cry. Haleluya. Hallelujah. Kuna mtu aliyemwona Mungu hata siku moja. There's no one who has ever seen God Lakini even one day. tukipendana, But when we love each other, tukipendana, 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 we love each other, tukipendana, when we love each Mungu other, anakaa katika. God lives amongst us. Haleluya. Hallelujah. Kuna wandugu wanatupenda huku, The brothers who love us from this side, wanamwaga viazi kila saa. they are bringing the potato every day. Tajuzi waleta gunia 30. The other day they brought 30 bags of Wenyewe wandugu potato wanaofanya kazi hapa. for the brothers who are working here to eat. Utaona vijana wako hapa You hawataki see, kazi. young men are here, they don't want to work. Wanalaumu nyumbani tu, They're watu just here watafikiria hakuna watu. sleeping. You think maybe there Kazi are ya no kuni people. haina watu, There's nobody who is going for the fire. na ukienda kwa chakula pale And when you go for the meals, kumejaa ndi, there are so many maana hawapendi watu. because they don't love people. Haleluya. Hallelujah. Tena hao And again, the same people, wanataka waombe wapate kazi. they want to be prayed for to get the employment. Tutaomba hazitakuja hizo kazi. We'll pray, but the work won't come. Kwenda kukata kuni unapenda watu, When you go and look for fire, you love people. kuti nisipatikane wapikiwe wale. The fire ought to be found and be cooked for people. Wengine utafikiria hata hapa hawako hapa, You think maybe some are not here. wako humu manyumba They manyumba are just humu. in the houses, in the rooms. Jioni ndio unaona ndio hao. In the evening, you see them coming in. Wameshinda wapi hawa? Where did they stay the whole day? Ule umoja wa kazi hawana. Where's the unit for work? Wahubiri wanapaka rangi hapa. The preachers are painting here. Haleluya. Hallelujah. Na wamama mnashinda kwenu manyumbani And our mothers huko. too, you are staying at Kuni home. ziko hapa. There's fire out here. Anga uje na panga At lako. least you come with your panga. Zimemwagwa mpaka nafasi na kwa ndogo It's pale. there. There's no space.
Angaa kuja tu kukata At kuni. least you just come and chop it and piece the Zipangwe fire. angaa nafasi ipatikane. At least the space to be found. Hallelujah. Hallelujah. Hawa ndugu hao, Those brothers, huyo mhubiri leo ameshuhudia huyo. the preacher has testified today. Kuna mhubiri mmoja huko Nairobi. There's one preacher in Nairobi. Amalizi wiki ameleta He hapa. doesn't stay after 1 week, he brings the Makabeji. potatoes, the cabbages. Nao wana shida ya uwanja. Now you have the problem with the field. Hallelujah. Hallelujah. Leo akashuhudia anasema pastor Today nitakushuhudia. he testified and say, I'll testify to Mungu pastor. amwanzilishi kwa maombi ya mtumishi God the wake. founder by the prayer of his servant Ameanza hapa ishara has started a za sign here kuonyesha uwanja to utapatikana. show that the field will be found. Ni nini? What is it? Anasema jana kulikuja pikipiki He hapa says yesterday they come a motorbike na kijana mmoja. and one boy in it Briefcase limejaa with a briefcase full suti 8 zile za with gharama. 8 suits, very costly ones. Suti na tai yake na A shati. suit with the tie and the shirt. Suti na shati na tai. The suit with the tie and the shirt. Suti zile ambazo The kama ni suit, kuuzwa those ones to be sold hazipungue 5,000. cannot be less than 5,000. Suti 8 8 suits na suruale and the trousers na shati zake and the shirts too. sijui I 11. don't know, 11 of them. Tena mwingine naye And one too. na aliyeleta hiyo And the one who brought that si one there mshirika wa hapo, is not a follower in ni that place. mtaifa. He's a very Amefanya gentle kutuma person peleka hii masuti who has been pale, instructed to take the suits wale there wanaopiga makofi to pale those ones who are clapping there. wauze Let them sell wapate pesa za kununua uwanja. and get the cash to pay the field. Haleluya! Hallelujah. Ni mtu anasema mshirika This is not a follower. amependa kanisa, He has loved the church. ametoa suti He 8 has given na 8 kila suits suti ina tai and every suit with a na tie shati and a shirt. 8 8 of them. na suruale na shati And the sijui trousers, 11 I don't know, 11 of them. na si mwongofu wa miracle. It's not a miracle Hata save us. hajakanyaga kanisani, It's not stepping in church. ametumwa na Mungu. He had been sent by God. Peleka pale Take to that place. wauze, Let them sell wapate and pesa, get the money wanunue to plot. buy the plot. Akasema mwingine He naye said another one too. akaleta box Brought kubwa a very big box limejaa pea za viatu. full of shoes. Yeye naye anasema He's saying too, viuzwe, let it be sold wanunue plot. and buy the plot for the Na church. kweli And truly, wana shida ya plot. they have a problem with the field. Hata tuliwaombea hapa We prayed for them here mwaka jana hapa. last year. Amen. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Maana walikuwa wanaambiwa hii kanisa ifungwe Oh, they hii. were told this church should be shut Maana down mmeshindwa na kodi ya kulipa. because of Akasema being nani? defeated to pay the rent. Kama yuko mmoja ameshindwa kulipa, If there's anyone who has been defeated to ameshindwa yeye, pay, sisi he has said, not me. hatuondoke hapa. We are not leaving this place. Haleluya. Leo Hallelujah. branch hiyo moja Today, hiyo that same branch inalisha hii headquarter hii is feeding the headquarter kila wiki. every week. Haleluya. Hallelujah. Na utaona mhubiri mwingine And see another preacher anatoka huko is leaving that place. anapita moja pamoja mpaka Then he kwake, goes straight away to his home. na atoke huko arudi Then he kanisani. leaves his home and go to Hana church. hata robo kilo ya He mtumishi doesn't even have anything for the wala servant nyumba ya of God mwanzilishi. or the house of the founder. Hii ni chuki. This hatred, Hakuna maendeleo there's inaonekana no nyumbani kwako. prosperity to such people. Wewe usiyependa watu wewe. You don't love people. Amen. Amen. Hutii watu kwa kazi ya Mungu. You don't obey the work of God. Maana kule kuhubiria watu Because preaching to people, wafanikishe kanisa la Mungu, you are making the church of God hivyo to be umewabariki. successful. That way you've blessed them. ndugu ametoka huko Our brother has come all the way apite from that moja kwa moja na place. hapa Then you barabarani pass by this road here mpaka kwake, to your place. na atoke huko Then tena you leave arudi. your home and go back to church. Okay. Haleluya. Hallelujah. Kesho nyumba hii Tomorrow this itakuwa house masikini. will be very poor. Haleluya. Hallelujah. Maana hupendi watu, Because you don't have the wataka people. wengine wafe na njaa, You want others to ushibe die wewe because na of watoto hunger. wako. You'll be filled together with your kids. Utaviona kesho. You'll never see them tomorrow. Maana kinasema chuo, Because it says the Bible, amchukiaye jirani whoever yake hates his ni neighbor muuaji, is a murderer, na muuaji and a murderer hana uzima, has no life utakaa ndani yake. dwelling in him. Haleluya. Hallelujah. Lakini tukipendana But once we love each other na kutendeana mema, and doing good to each other, okay, tukashangaa na mwingine we were amazed with one. ametoka huko, He has come all the way from the hata other. hapa amekuja In fact, he hapa has come here kusalimia wandugu, anaogopa, to greet brothers. He's scared with that. anafanya kusema, He's just standing from far and say, praise anajificha God. ficha. Then he hides himself. Kesho huyo anaenda, Tomorrow he goes away. tukajiuliza na mzee Then Zia, he was together with Mzezia here. na huyu ametoka huko And miezi this one yote, here has come all the way from that hata area. kutusalimia anaogopa, Even anafanya he's kufanya scared to greet us. anakaa huko nyuma, ndio huyo ame. He's living outside there. Hata habari za mtumishi wa Mungu anaendeleaje hana, In fact, the reports about the servant of God, alipita na mizigo gani, hakuna ajuaye. whichever luggage he carried when he came, no one who knows. Headquarter hii The headquarter imejaa kazi nyingi is filled with so many works, na watu wanataka and wahubiriwe. people want to be preached to. Haleluya. Hallelujah.
Amen. Amen. Yaani wajihubiri wewe. Now you are preaching about Wajihubiri yourself. wewe. You are preaching about Wengine wafe yourself. njaa. Others to die of hunger. Utakujiona kesho hiyo njaa tena. You will see the hunger Itakita mizizi tomorrow. hapo kwako Will stick in your place kesho. tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Hata useme ulirogwa na Until you mchawi say you akafa. are bewitched and the Maana unaitwa witchcraft wewe died. hupendi watu. Because you are called not to be loving people. Unawachukia. You hate them. Na mwenye chuki, And the one with the hatred, tusome tena hapo. read again the same verse. Anasema mwenye chuki atakuwa He na says, uzima. the one with hatred will have no life. Tusomee. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Whosoever hated his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Mtu kama huyu, Such a baraka kind of za a milele. person, eternal blessings. Utaona hata akasomba, You see, even if he go to school, zimekauka kesho. they dry tomorrow. Hata yaone mlango mwingine For him hakuna. to see another door, it's not Mwisho there. ataiba. Finally, he'll go stealing. Hallelujah. Hallelujah. Mwisho atakuwa muongo, Eventually, become a liar maana hapendi watu. because he doesn't love people. Lakini siri But the secret ni kupenda ndugu. is to love brothers. Maana Mungu ni pendo. Because God is love. Anakaa kwa wapenda nao. He lives among those who love each other. Hallelujah. Hallelujah. Ndio Rebeka aliambiwa, Rebecca was told, dada yetu, our sister, unaenda you kuolewa. are going for marriage. Enda ukawapende watu Then huko, go and love people there. utawatawala. You will rule them. Utakuwa na baraka. You will have blessings. Lakini unaolewa dada yetu, But you are getting married, our sister. usichukie You should watu. not hate people there. Ni wifi, Maybe it's your Ni mke in-law, mwenzako. your co-wife, ni baba vyala, maybe your ni father-in-law, mashemegi. maybe the in-laws. Wapende. Love them. Utatawala. You will rule them. Utakuwa na You will baraka. have blessings. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa na You will maendeleo. have prosperity. Bariki wala msilani. Bless, don't curse. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa na uzima. You will have life. Rebeka akaambiwa hivi. Rebecca was told that way. Uwe mama wa watoto She will be a mother to kids, 10,000. 10 of 10,000s. Hallelujah. Hallelujah. Lakini ukapende watu. But you should love people. Wewe unaita mama vyani mchawi. You see that your mother-in-law is a witch. Hata unataka kukaa tu town huko In fact, Mombasa, you just want to live in town in lakini Mombasa, kwenda Bamba hutaki. but going to Bamba you don't want. Vile usivyowataka The way you don't want, ndio itakuwa kila saa ni homa tu. every time you'll be in fever. Tukorogee uji. Okay, prepare some porridge for us. Unawaita wachawi, You are calling them the witch. tena ndio watakutotea maji, maana Those are the huwezi same kwenda hata people kuchota will maji. give you the water because you're not able to go and fetch water. Hallelujah. Hallelujah. Ndio watakorogea uji kila Those are siku the one who will prepare porridge for you. na utakunywa tu, I'll just eat the porridge maana huwezi hata. because you're not able. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ni pendo. God is love. Mungu ni pendo. God is Apenda watu. Mungu ni pendo. Atupenda. Sikilizeni. Hallelujah. Hallelujah. Amani na watu wote. Peace with all men. Ndio Paulo anasema, That's why Paul says, tafuteni kwa bidii seek diligently kuwa na amani na to watu have wote. peace with all men. Amani na watu 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 wote. Peace with all Amani men. na watu wote. Peace with all Amani men. na watu wote. Peace with all men. Amani na watu wote. Peace with all men. Amani na watu wote. Peace with all men. Hapo ndipo Mungu anakaa. That's where God dwells. Si kwenye vita na ugomvi na Not in ugomvi na war, ugomvi. conflicts and wrangles. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Kwenye kupendana People love each other moyoni. in their hearts. Heri wenye moyo safi. Blessed are those who are pure in Bwana hao heart watamuona because Bwana. they'll see the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Heri wenye moyo safi. Blessed are those with the pure Bwana hearts hao because they Bwana watamuona. they'll see the Lord. Hawana neno na mtu. They have nothing against anybody. Hawana neno na mtu. They don't have anything against Amelala anyone. njaa. You have slept without food. Shida zake amegabidhi Mungu. He has dedicated all these problems to Anajua God. kesho Bwana atafanya He knows mlango. tomorrow the Lord will provide the way. Hallelujah. Hallelujah. Halaumu He shemegi. doesn't blame the in-law. Halaumu He doesn't jirani. blame the neighbor. Anajua He kesho knows tomorrow Bwana Mungu the Lord God atafanya mlango. will make a way. Hallelujah. Hallelujah. Maana hakuna mtu aliyemwona Mungu hata Because siku moja. there's no one who has ever seen God. Tusomee even hapo one. alafu tumalize na Mathayo. Read for us that verse again, then we go Waraka to wa Matthew. kwanza wa Yohana 4:12. First episode of Anasema John 4:12. He hakuna says, mtu aliyemuona Mungu hata siku moja. there's no one who has ever seen God even one day. Tukipendana Should we love each Mungu other? anakaa katikati yetu. God dwells in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee.
Waraka wa Yohana wa kwanza 4:12. Epistle of John 4:12. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limetimilika ndani yetu. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Haleluya. Hallelujah. Ndio Sauli akawa na vita. That's why Saul had war. Ana vita na Daudi, He Daudi hana was vita na fighting yeye. against David, and David was Daudi not at akawa war. anapaa tu. David anapaa. was just going up and up. Sauli amejaa chuki Saul was filled with hatred na uchungu. and bitterness. Haleluya. Hallelujah. Watu wakaanza kuimba. People started singing. Sauli aliua makumi, Saul killed Lakini Daudi 10,000. yeye- But David, maelfu kumi na kumi maelfu yake. thousands of 10,000. Akajaa He uchungu. was filled with Akajaa bitterness. uchungu, He was Saul. filled with bitterness. Mtu Saul. mwenye chuki One with hatred anadhoofika tu. is destitute Anadhoofika and poor every katika time, biashara zake, growing weak in his katika business, maisha yake, growing weak in his life, maana Mungu ni pendo. because God is love. Haleluya. Hallelujah. Ndio ukiona That's why watu wenye kuamini uchawi, when you see people who believe in kurogwa na witchcraft kurogana, and being bewitched, utaona nchi hiyo haina you amani. see that land has no peace. Ni watu wa mashaka, These are people with magonjwa persecutions, mazito mazito, very heavy diseases misiba mizito mizito, and miseries, maana Mungu hakai hapo. because God doesn't live there. Haleluya. Na Hallelujah. wanaendelea kuchukiana, And they continue hating each other. lakini watu wanaopendana, But people who love each utaona other, wakiombeana you Mungu see them, when they anaponya. pray for each other, God heals. Haleluya. Hallelujah. Kabisa. Truly. Anasema He tusomee says, tena. read for us again. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu hata There's siku no one moja. who has ever seen God even one time. Tukipendana, If we love one Mungu another, anakaa katikati. God dwells in us. Tumuombe Mungu akujalie huo upendo wa Pray to ndugu. God to enable you that brotherly Ndio love. Bwana Yesu That's akasema, what the Lord Jesus said. amri mpya nawaachia I'm ninyi. giving you a new commandment, Mpendane. that to love each other. Amri mpya A new nawaachia. commandment I'm forcing it for you. Mpendane. You love each other. Mimi namshukuru Mungu amwanzeleshe. I thank God of the founder. Leo silali na neno la mtu. Today I don't sleep with anything Hata against uwe na ubaya anybody. gani. Even if you are so evil. Zamani nilikuwa nalala maneno ya At watu. first I used to sleep with people's Nikaona issues. asima haiponi. I saw asthma is not healed. Nikaambiwa siku moja na mtu wa Mungu, I was told one day by the man of God, Rimba usiwe na neno na mtu. Remember, I should not have any issue against anybody. Roho yangu ilikuwa imejaa vita. My vita, soul vita, was vita. filled with conflicts. Kaambiwa muombe Mungu. I was told, pray to God Ujaliwe moyo safi. to be enabled a very pure Ulio na heart amani na upendo that na has watu. peace and love with Maana all Bwana men. Yesu Because the alisema, Lord Jesus ni said, heri wenye moyo blessed are safi. those with the pure Maana hearts, hao watamuona because they Bwana. see the Lord. Haleluya. Hallelujah. Lakini moyo wa chuki na uchungu na But with malaumu, hatred, blaming, and Bwana hataonekana the maishani Lord mwako. God will not manifest himself in your life. Anaonekana kwa wenye amani. He never is manifested in those with peace. Nikatafuta kwa bidii neno hilo liniumbike ndani mwangu. I truly sought for it diligently. Nikajua ya kwamba I knew that sina amani, I don't have peace maana amri ya kwanza yenye ahadi, because the first promise, kuwa na amani na Baba, nilikosa. having peace with my Father, I've Sikuwa missed mwana it. wa amani tangu kwetu. I was not a child of peace right from our Mwambia place. Mungu nisamehe. I told God, forgive me. Unijalie moyo safi. Enable me a pure heart. Leo mimi hata uniiteje, Today, however you call me, hata unikoseje. however you wrong me, Haleluya. hallelujah. Najua hata mimi nami ni mkosaji. I know I too am a transgressor. Ndugu amenikosa. If a brother has wronged me, Amenikosa kama mwanadamu. he has wronged me like a human being. Anasema ninyi mkiwasamehe watu He makosa says, yao, when you forgive people their transgressions, ndipo na Baba wa mbinguni naye atawasamehe na ninyi makosa that's yao. when the Heavenly Father too will forgive your Na trespasses. ninyi msiposamehe watu makosa And yao, if you don't forgive people their trespasses, ninyi nanyi hamtasamehe. you won't be forgiven too. Tusomee hapa alafu tumalize na Mathayo. Read for us that verse, then we go to Matthew. Je, wewe una upendo wa ndugu Do you have the brother love? au mtu mwenye vita And maybe moyoni? you're one with conflicts in your heart. Tafuta kwa bidii kuwa na amani Seek na watu. diligently to have peace with all men. Umwombe Bwana Yesu, Should pray the Lord Jesus, niumbie moyo safi create in me a pure heart wenye kupenda watu. that loves people. Uniondolee moyo Remove us a heart uliojaa vita na kutosamehe that na is filled uchungu with na ghadhabu. conflict, not forgiving, wrath. Uniumbie Create in me moyo safi, a pure heart, amani na watu peace with wote. all men. Haleluya. Hallelujah. Tusomee Read for us. alafu tumalize na Mathayo Then we go to 5:8. Matthew. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limetimilika ndani yetu. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love
is perfected in us. Anasema He says, hakuna mtu aliyemwona Mungu hata siku moja. there's no one who has ever seen God anytime. Tukipendana, If we love one another, Mungu anakaa katikati. God will dwell in us. Na Mungu akaa katikati yetu, And once God dwells in us, katikati yako, in your midst, ni lipi utaomba asitimize? what will you pray then he fails to fulfill? Lakini ghadhabu But wrath na uchungu and bitterness na vita, and woe, Mungu akai hapo. God doesn't live there. Haleluya. Hallelujah. Ndio Paulo That's akasema why Paul said katika Waebrania, in Hebrews, tafuteni kwa bidii kuwa na Seek- amani na watu seek wote. diligently to have peace with all Watu men. wote. All men. Hata wale wanaokukosea Even those who wrong you, kwanza, they're offending you, wewe watendee mema. you just do good to them. Haleluya. Hallelujah. Amekurushia jiwe, He has thrown a stone to you. wewe usimregeshe jiwe. Don't return the stone back to him. Mwambie Mungu msamehe Tell yule, God, just forgive this maana brother. hajui afanyalo. Because he doesn't know whatever he's doing. Lakini wewe wachukua jiwe But you're unamregeshea. taking the stone and throw it back Wataka to him. kujiokoa mwenyewe. You want to save yourself. Malaika The angels hawatakuzunguka won't surround na you kukuokoa. and save Na you. tumesoma ya kwamba And we've read that malaika wa Bwana the angel of the Lord hufanya kituo make a camp na kuokoa wamchao. to save those who fear. Haleluya. Hallelujah. Wanafanya kituo They make a camp kuokoa wamchao. to save those who fear him. Wamchao Mungu Those who worship ni wale wenye God kupendana, are those who love each other, wasiolipiza mabaya kwa who don't mabaya. revenge. Malaika wa The Bwana angels of the kuja Lord wakafanya will kituo come and make a camp kuokoa mtu kama and huyu save such a type of na person kumtimizia haja za moyo and wake fulfill his na desires kusikia kilio chake. and hear his cry. Haja zake akiomba Mungu atampa. When he prays, his desires are given Ni by uzima God. His atapata. life will give it. Maana Because malaika the angels wamefanya have kituo made a camp to kumzunguka, surround him kumuokoa na kila adui. and save him from all the Ndio enemies. ukisoma ile Zaburi. That's why you want to read from the book of Psalms. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kabisa. Truly. Tusomee tumalize. Read for us again. Anasema je? What does he say? Mathayo 5:8. Heri Matthew wenye 5, moyo 8. safi. Blessed are those with pure heart. Mimi humuomba Mungu nijalie moyo I safi. normally pray to God, enable me Moyo Aha. ulio na upendo wa ndugu. that has brotherly love, Moyo ulio na a kuachilia. heart that pardons, Moyo usio na neno na a mtu. heart that doesn't have an issue against Moyo anybody, safi. a very pure heart. Anasema hao He says those, watamuona Mungu. they'll see God. Hao Those, watamuona Mungu. they'll see God. Wapigapo magoti, You are going on Mungu knees. nifanyie mlango wa kile God make a way for Na me in kile. this, and that one there, na kile, and that one na there. hawana neno na And mtu. you don't have any issue against anybody. Wanabariki hawalani. They're blessing, they don't curse. Wakiona jirani When they amebarikiwa, see a neighbor being blessed, wanafurahi pamoja they naye, rejoice together with them. wanashukuru pamoja They are naye, grateful together with them. wana moyo safi. They have a pure heart. Haleluya. Hallelujah. Watamuona Mungu. They'll see God. Kwa nini usimuone Mungu? Why shouldn't you see God? Ndio nakusudia mimi, Let us testify to you that kuna jambo fulani nimeona Mungu, there's an area I've seen God. nitakutobolea kesho yake na kesho kutwa. Si I'll saa hii. just share to you tomorrow. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kabisa tusomee. Truly, read for us that verse. Heri wenye moyo safi. Blessed are those with pure heart, Na hao watamuona Mungu. they shall see God. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Heri wenye moyo safi. Blessed are those with pure heart, Hao watamuona they Bwana. shall see Moyo God. safi Pure unaohesabu heart. wengine bora. You esteem others better. Moyo safi usio na majivuno. The pure heart that doesn't brag or pride. Maana mtu mwenye upendo Because hajivuni, one with love doesn't have anakuhesabu pride. wengine bora, Esteems others better. anakusikiliza maoni ya He can wengine. listen from others. Pendo Love haujivuni. doesn't boast. Haleluya. Hallelujah. Hauhusudu, Doesn't even envy. hauna wivu. Has no envy. Haleluya. Na huo Hallelujah. unaitwa moyo safi. And that's called a pure heart. Heri wenye moyo Blessed safi. are those with a pure heart, Maana hao for Bwana they watamuona, shall see the Lord. watamuona mijini They'll mwao see him in their na homes. makazini They'll mwao see him in their na works. biasharani They'll mwao see him in their na businesses katika mashamba and in their yao, farms, maana hawana neno na Mungu. because they don't have any issue against anyone. Haleluya. Hallelujah. Si utamani moyo We huo. should desire at least that Maana heart. yake The meaning is, ni moyo wenye kupenda wengine, this is a heart that loves other people. si ghadhabu Not wrath, na vita or maybe na conflicts uchungu and bitterness na kulaumu. and blaming. Mungu hakae hapo. God doesn't dwell in such an area. Heri wenye moyo Blessed safi. are those with the pure heart. Heri wenye moyo Blessed are those safi. with the pure heart, Maana hao watamuona. because they shall see the Lord. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Je, wautaka moyo You huo? are that heart.
Hallelujah. Hallelujah. Utamani. You should Bwana, desire. nimekuwa mtu wa vita miaka I've mingi. been one with conflicts so many years. Sina amani na wake wenzangu. I don't have peace with my colleagues. Anayeteseka ni mimi. The one who is suffering is me. Okay? Useme ni You basi. say it's enough. Ni basi. It's enough. Mungu niumbie moyo God safi. created me a pure Uliojawa heart na upendo. that is filled with love. Tangu nione wivu na From the kubarikiwa kwa time I've been mwingine. hating, Mimi ndimi I'm the nadedimia. one who is sinking. Hallelujah. Hallelujah. Utaona Mungu You'll amekuumbia see God creating in you moyo safi a pure heart uliojawa na that upendo is filled with love na amani na watu and wote. peace with all men. Amani na watu wote. Peace with all Na men. unasamehe watu. And you forgive people. Utafanyika kitu. Something will be created. Anasema hao He says them, Bwana watamuona. they'll see the Lord. Bwana They'll see the kwa Lord. kila waombalo. In whatever they Kwa pray, kila haja za moyo yao. in their heart desires, Watamuona they'll Bwana. see the Lord. Watamuona They'll Bwana. see the Na Lord. waomba I tusimame. ask you to stand up. Wenye moyo safi, Those with pure heart, walio na upendo, those with love, Bwana watamuona. they'll see the Lord. Bwana They'll watamuona. see the Lord. Lakini wewe umejaa vita na But you're mumeo. filled with conflicts with your husband. Unamsumbua You are disturbing him na kumtia gharama. and putting him Hata cost. akisema mimi sina And when pesa. he says, I don't have money, Kama una pesa, if you don't have money, mimi napaondoka hapa. I'm leaving this place. Haya, mke usitie amani Now, mume a wewe. wife who doesn't put peace, Usijua kuna siku za who kupungukiwa. doesn't know there's deficiency somewhere. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Mwanamke ndani ya Your nyumba wife in the house, lakini huna kukutia but you amani. don't put peace. Ukidai chako When you umedai. demand for your own, you Hata demand. ukaambiwa leo sina pesa. Even if you're told today I don't have money, Dada leo sina pesa. okay, my wife today I don't have money. Nasema kama una You say if you don't have money, utakuja nikuta nimejifunga kamba. you'll Jifunge. find me. Okay, go ahead and strangle yourself. Mtu usiyependa watu wewe. One who don't love people. Haleluya. Hallelujah. Hata ukaambiwa hii hela hii In fact, if you are told this one ni here, ya shughuli zingine hii. this money is meant for other Kama works. dada tunataka kujenga. We want to construct, yeah? Kujenga ni lako hilo. Okay, that's your own. Ni lako hilo. Is it Unaona for hao you? wajengao wanajinyima. You see those who construct, they deny Wanakula hata themselves. sukuma kwa wiki moja They eat kales, ili angao wajenge. at least to construct. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ni moyo safi huo. That's a pure heart. Amen. Amen. Tufunge Let's macho. close our eyes. Anasema He says, hakuna mtu aliyemwona Mungu hata siku there's moja. no one who has ever seen the Lord any time. Lakini tukipendana But we love each Mungu other. anakaa katikati. God dwells in us. Ndio akasema Bwana Yesu, That's why the Lord Jesus heri said, wenye moyo safi, blessed are those with pure maana heart, hao watamuona. because they see the Lord. Moyo safi Pure heart, uliojawa na that is upendo, filled with love uliojawa na and furaha, filled with joy, ulio na amani na watu wote, which has peace with all men. unajifunza kusamehe. You are practicing to Moyo forgive. huo safi huo That pure heart hauna ugomvi, has no conflict. umejaa upendo, It's filled with love. unakuachilia, It's pardoning. unakusamehe, It's forgiving. unakusubiri, It's waiting. unakungoja, It's waiting. amani na watu wote. Peace with all Na huo men. ndio upendo huo. And that's love. Baba, asante Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako Baba. Wewe unafanya kazi na wapenda nao wenye moyo safi Baba. Ukae mahali penye ugomvi, penye kuchukiana, penye manunguniko. Unafanya kazi penye watu wenye kupendana. Asante Baba Mungu wa mwanzilishi. Samehe kila mmoja moyo uliojaa ugomvi na chuki na manunguniko. Mjalie kila mmoja anayekujia moyo safi Baba, ambao hatuwezi kujiumbia wenyewe Baba. Jalia kila mkubwa mdogo, mke awe na moyo safi ndani ya nyumba yake, mume awe na moyo safi ndani ya nyumba yake. Kanisani Baba, moyo safi uliojaa kupendana, kusameheana, maana wewe unafanya kazi na penye kupendana. Sauli alijaa chuki na vita akadhoofika. Baba, asante, naamini waenda kuumba kila mmoja mkubwa kwa mdogo moyo safi wenye upendo wa undugu, pendo la ndugu, moyo safi umbike ndani ya kila mkubwa kwa mdogo, ili Baba tuombeane. Mungu ufanye kazi. Wewe unasikia kilio cha mnyonge, unasikia kilio cha masikini, tena malaika zako ufanya kituo kumlinda na maovu yote. Si mtu mwenye manunguniko, ni mwenye moyo safi. Sante Baba kutenda. Sante kwa moyo safi ambao waenda kumwaga ndani ya kila mmoja upendo wa ndugu, moyo safi, maana unaonekana kwa wenye moyo safi. Hebu ndugu mpendwa,
Dear beloved brother, tangu uishi na vita since you lived with na war ugomvi nyumbani mwako, and conflicts in your place, tangu uchukie wake from wenzako, the time you hated your tangu in-laws, uwe na from vita, the time you had mbona conflicts, unadhoofika? why are you growing weak and Si weak? kwamba kwa Mungu hakuna Know uzima, that there's no life in God, lakini mgomvi but a conflict katikati ya person majirani inside the neighbors utapata na misiba ambayo will be found with miseries. hutia amani You majirani. don't put peace to the neighbors. Mwambie Bwana Yesu, Tell the Lord Jesus, mimi sina upendo wa ndugu, I don't have the brother love. moyo wangu si safi, My heart is not pure. umejaa ugomvi, It's filled with conflict. umejaa husuda, It's filled with, hauna furaha na kufanikiwa kwa it mwingine. has no peace when one succeeds. Niumbie moyo safi Create in me a pure ili heart nikuone wewe, so that I may see you. kama Kornelio alivyokuona As wewe. Cornelius saw you, Hakuomba huku amejaa he ghadhabu, never cried with wrath. alitoa sadaka He zake gave his alms huku amejaa upendo, filled with love. hana neno na mtu. He never had anything Mungu against anafanya anyone. kazi God is working mahali pana moyo where safi, there's a pure heart, palipojaa upendo. where the love is. Mwambie Bwana Yesu, Tell the Lord Jesus, niumbie moyo safi create in me a pure ili niweze heart kukuona wewe. so that I may see Moyo wa you. ghadhabu A heart with wrath, uliojaa chuki will filled with hatred. uniondolee, Remove in me. unimbie moyo safi Create in me a pure heart uliojawa na upendo that's filled with love na kusamehe and na forgiving kuachilia, and pardoning, ili nikuone wewe so that I may see you kwa njia zangu in zote. all my ways. Hebu tuombe. Let's pray to God. Baba, asante Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako, uliita ndugu hawa Baba ili uwabariki, uwaponye, uwape amani, lakini angalia, shetani amepata nafasi, ametia ghadhabu, ugomvi, kuchukiana, na wewe unafanya kazi mahali penye watu wanapendana, si ugomvi, ghadhabu, chuki. Unafanya kazi mahali penye Baba. Ni asante Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru mchungaji mwema, ninakutukuza Baba wa mbinguni, ninakutukuza mchungaji mwema. Baba, nijalie Baba moyo safi, jalia Baba yule ndugu na dada moyo safi, maana wenye moyo safi hao ndio wanakuona wewe Baba. Wana bidii na maombi kweli, hata saumu ndefu ndefu, huku wamejaa vita na ghadhabu. Unakaa mahali penye kupendana Baba, jalia Baba kila mkubwa kwa mdogo moyo safi. Ulisema Bwana Yesu, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Ni asante Baba, ni asante mchungaji mwema, ni asante Baba wa Mungu, tunakushukuru. Mfalme wa mbingu na nchi, jalia watu wako Baba moyo safi, ile ndugu muumbie moyo safi, ghadhabu, vita vitamwokoa, lakini upendo. Asante Mungu wa mwanzilishi, asante Mungu wa mwanzilishi, jalia Mungu wa missionary moyo safi kwa kila mmoja, pendo umbike ndani kwa jina la Mungu. Sema ni heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Ulisema ni heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Ni asante Baba, ni asante Mungu wa mwanzilishi kwa kuumba moyo safi ndani ya kila mmoja. Asante Baba wa mbinguni, asante Mungu wa mama mwanzilishi, tunakushukuru Mfalme wa mbingu na nchi. Asante, tunakutukuza. Asante, tunakushukuru Baba. Asante kwa moyo safi ndani ya kila mmoja, kuponya ugomvi, kuumba amani na watu wote. Asante Bwana Yesu, kushukuru. Amen. Haleluya. Hallelujah. Anasema, He says, heri wenye moyo safi watamuona Bwana. blessed are those with a pure heart, they'll see the Lord. Watamuona Bwana. They'll see the Lord.
Wataka umuone Bwana maishani You mwako? want to see the Lord in your life? Unabidia saumu ndefu? Are you diligent in lengthy Hata fasting? wiki nzima unajinyima, In fact, you are denying yourself the whole lakini huna month, amani na jirani, but you don't have peace with your neighbor. bado shetani atakuandama. The devil will still hunt for you. Lakini amani na watu. But peace with all men. Hallelujah. Hallelujah. Yesu akasema, Jesus said, amri mpya anawaachia, a new mpende commandment I'm leaving for you. You should love each other kama nilivyowapenda ninyi. as I loved you. Hallelujah. Hallelujah. Mtu anayependa watu One who loves people anawahubiria kumtumikia Mungu, is preaching to them to serve God. anawatia kwa baraka. He's putting them into blessings. Huyo mhubiri huyo aliye huko huyo That preacher who is there anatia watu kwa baraka. is putting people and getting them to Leo ishara blessings. zimeanza kufanyika, Today the signs are starting hata to make mataifa up. Even the Gentiles wanawaona wamekodisha pale walipo, are seeing them renting where they are. wanaleta vitu vyao viuzwe ili They are wapate giving their pesa. items to be sold because of field. Hallelujah. Hallelujah. Mataifa wanaona wale The Gentiles are seeing those people there. wanastahili kuwa na They plot, deserve to have a plot maana wanapenda watu. because they love people. Hallelujah. Hallelujah. Funge macho Let's close our eyes na mzee Baya atufungie ibada and kwa maombi. Zebaiah to close the service with a word of prayer. Kwa huruma zako nyingi ambazo mwana wa Mungu hazina mwisho, umetuona Baba, kila mara roho zetu ni za chuki, roho ambazo hazina amani mbele yako, roho ambazo hazikupendezi Baba, roho ambazo Bwana hazina wema. Wewe utatukia mema, lakini si roho zetu ni za ubaya. Mwana wa Mungu, lote ambalo Mungu umetuanzisha juu ya maneno haya, juu ya neno haya, mapendo ambao mwana wa Mungu ulitumbia. Wewe ulitupenda mwanzo, ndio sababu ukakufa, ukatoa maisha yako kwa ajili ya kupenda sisi Bwana, ili tuokoke mwana wa Mungu, tutoke katika chuki hizo, tutoke katika vita hizo. Baba, asante kwa ukumbusho huo. Tunashukuru Baba, maana ni mapenzi yako. Naomba mwana wa Mungu, kila mmoja masi Bwana ambaye umemupa kugairi hayo maneno na kukumbuka mapendo yako na kukumbuka uzuri wako Bwana, mwajalie, muondoe chuki, muondoe hiyo vita, utie amani Baba, maana bila hiyo amani hatutakuwa na wewe Mungu, bila hiyo amani hatutamwona Baba Mungu. Baba, tusaidie, tupe uwezo tukaweze kuishi katika amani. Baba, asante mwana Mungu, nashukuru kwa sababu kila mmoja ambaye umempa hilo neno umemwajalia kukumbuka na kuweza kurudia tena katika upendo ule wa zamani. Baba, asante. Naomba mwana wa Mungu ajalia nyumba ya mwanzilishi. Mwokozi ni wewe ambaye ulimuinua mwanzilishi wako Baba, ili tukapata maneno haya mazuri, maneno ya kuokoa. Baba, ajalia nyumba hiyo tia amani, tia uzima, tia ufalme Baba. Zidisha Bwana ufalme wako ukaishi katika nyumba hiyo, ili mwana wa Mungu tuweze kupata wema huu. Baba, mtumishi wako tunakutukuza mwana wa Mungu, kwa sababu unaanza kumtia nguvu, unamleta Bwana, maana tunamhitaji mfalme, tunamhitaji, bado tunamhitaji, maana yeye ulimjaza na ukampa hiyo nguvu na uwezo, ulimpa hizo funguo zako mfalme, afungue zile naso kama tumefungiwa kati ya mioyo yetu. Baba, mwajalie ile nguvu, mwajalie pendo zaidi, mwajalie zaidi amani, amani nyingi nyumba yake Baba, ibariki, itie amani. Nashukuru mwana wa Mungu kwa sababu umetenda. Tumeomba hayo nami mwana wa Mungu umeyakubali kwa nyenyekea mbele zako, ili mwana wa Mungu ukakubali hayo tunakuomba. Tunaomba hayo machache, tunaamini Baba umeyakubali na kuyatenda. Ni kwa jina la mwana Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Karibu mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Amen.